Mwanafunzi anaingia kwa mwalimu Edward. Mwalimu anamwambia ni uchafu gani umeandika? Mwalimu akasimama na kwenda kuufunga mlango, akarudi na kumkumbatia kiunoni mwanafunzi. Nakuomba uniache mwalimu, naomba usinishike. Upande wa pili wanafunzi wanacheza so far so good, nataka nione, let me see, olololo olololo puga. Movie inaanza. Otomo anapelekwa shuleni na shangazi yake kwenye shule ya watukutu ile kinoma noma. Shangazi anamwambia mwalimu Edward, nimemwambia wewe ndio mwalimu unayejua kudili na wanafunzi watukutu. Huyu msichana ni msumbufu sana, naomba umwangalie sana, na kuomba kama hujui jinsi ya kuadabisha wanao nyumbani, muadabishe huyu. Madam, upo sehemu sahihi. Akamwambia usijali, nitajua jinsi gani ya kumfunza adabu. Hebu funga mdomo wako, usisubutu kusema neno lolote. Madam, unaweza kwenda, huyo niachie mimi, na kuomba usisahau kunijulisha kama ataita upuzi. Shangazi akaondoka. Mwalimu akamwambia Otomwa, nifuate. Otomwa akawa anamfuata mwalimu. Ofisini mwalimu anamwambia, hivi unajua wewe ni mzuri? Otomwa akamwangalia mwalimu kisha akamwambia, asante mkuu. Je, kuna mwingine yote amewahi kukwambia wewe ni mrembo? Otomwa akaingia na uoga na kumwambia, hapana mkuu. Mwalimu akamwambia, hebu chomoa t-shirt yako nione jinsi ulivyo mzuri. Chomoa. Otomwa akamuuliza, nichomoe nini hiyo t-shirt? Samahani mkuu, siwezi kuchomoa t-shirt yangu. Basi pandisha hiyo sketi yako. Nimesema pandisha nguo zako. Mbona sikuelewi, una maana gani? Kikweli siwezi. Kipi sasa unachoweza? Vyote siwezi. Uwezi? Hebu vua hiyo t-shirt. Jamani niache. Jamani hebu niache huko. Mwalimu akasukumwa mpaka kwenye kiti. Otomwa akakimbia ofisini. Anatoka nje anakutana na mwanafunzi anaitwa Queen. Mwalimu Edward akawa anamchungulia Otomwa na kufunga mlango. Queen anamuuliza, uko sawa? Otomwa kwa uoga anasema ndio, kisha akaamua kukimbia. Queen akawa anamwangalia Otomwa na kuamua kuingia ofisini kwa mwalimu Edward. Otomwa anakimbia anakutana na mwanafunzi anaitwa Desmond. Anamuuliza, upo form gani? Nipo form 3D. Form 3D? Hata mimi nasoma humo. Anyway, mimi naitwa Desmond, ndio head boy wa shule. Otomwa akamwangalia na kumwambia, mimi naitwa Oto. Nini? Samahani, jina langu naitwa Otomwa. Okay sawa. Je, unajua darasa lilipo? Akamjibu, hapana. Haina shida, ngoja nikupeleke. Desmond ikabidi amuongoze Otomwa mpaka darasani wanaposoma. Huko ofisini kwa mwalimu Edward, Queen anamuuliza, nini kinaendelea na yule msichana? Una maana gani? Nimemwona yule msichana akitoka mbio. Yule msichana mpumbavu anajaribu kunitega mimi. Anadhani mimi nitategeka. Yule msichana akutege wewe? Edward anataka kuniambia yule msichana anataka kukutega wewe, ambaye mharibifu wa kila kitu kizuri. Maajabu? Maajabu gani sasa? Tuachane na hayo. Ipo darasa gani? Anasoma darasa lako pia? Oh, vizuri, nimempenda. Mwalimu akamgeukia Queen. Ndio, nimempenda. Una maana gani? Akamwambia, naomba niachie mimi, lakini mimi ndio wa kwanza kumuona. Queen akamwambia Edward, nimesema niachie mimi. Queen akamwangalia mwalimu Edward na kumpiga busu na kumwambia bye na kuondoka zake. Huku darasani wanafunzi wanapiga zogo tu. Desmond anaingia na kuambia, wanafunzi wangu, naomba niwatambulishe mwanafunzi mpya. Jina lake anaitwa Otomwa. Naombeni mumkaribishe darasani. Karibu Otomwa. Otomwa wakati anaenda kukaa, mwanafunzi mmoja akamvuta na kumwambia, usikae kule, kaa hapa kama unataka kusoma. Wakamjibu, kwa hiyo sisi hapa tumekuja kucheza, wewe peke yako ndio umekuja kusoma? Otomwa akawaambia, mimi naamini kila mmoja hapa kaja kusoma. Ni kweli unachosema, lakini kaa hapa. Otomwa alipokaa, mwanafunzi aliyemkaribisha akajitambulisha, mimi naitwa Chioma, na huyu ni Mary, huyu hapa ni Desmond, head boy wetu wa shule, na huyu huku ni Chiri. Kwa hiyo karibu darasani kwetu. Queen alipoingia darasani, Desmond akamwambia, ni wa kwangu, mimi ndio wa kwanza kuonana naye. Eti ni kweli? Ndio ni kweli, nimeonana naye kwanza kabla yako. Desmond akamwambia Queen, mimi sijali hilo, kama nilivyosema huyu ni wa kwangu. Desmond, kwa nini kila msichana mzuri nataka awe wako? Na unajua mimi ndio nimemuwahi. I don't care, nishakwambia ni wa kwangu. Queen akacheka na kukaa na kumwambia Desmond, unamtaka Otomwa? Akamjibu ndio. Basi ni kisi. Wanafunzi, ndio mkisi. Desmond akanyanyuka na kumkisi Queen. Otomwa ajui kwa nini anagombaniwa. Wanafunzi wakawa wanashangilia tu. Queen akagonga mkono na rafiki yake kuonyesha amefurahia. Darasa zima likawa linashangilia, ni kelele tu. Otomwa haelewi nini kinaendelea. Akamuuliza Chioma, hii ina maana gani? Anakulinda kwa lipi? Mmoja akamwambia, usiwe na haraka, utajua tu. Mary akanyanyuka kwenye dawati na kumwambia Desmond, nifuate nje. Chioma akamsukuma, nenda huko. Mary akawa anamsubiri Desmond huku kakasirika, sijui kwa nini. Desmond alipotoka nje na kumsogelea, Mary akamuuliza, kwa nini umefanya vile? Desmond akamwambia, namlinda tu. Acha kunidanganya Desmond, ulinzi tu. Come on, hakuna kitu, namlinda tu. Kwa nini ufanye hivyo alafu umjui? Usikute yupo kama wengine tu. Hapana, sidhani kama atakuwa hivyo. Subiri kwanza. Je, unampenda? Una maana huyu msichana mpya? Hapana, Queen B. Desmond akamwambia, hapana, namlinda tu. Queen nilishamkataa kitambo. Huku darasani, Otomwa akamuuliza, kwani kuna tatizo? Akamwambia wamegombana kwa sababu Queen B kamkisi. Mbona bado sijakuelewa? Akamwambia labda namtaka, lakini mwamba wa nyuma akamwambia, ni marafiki tu, hakuna lolote. Usije
ukawa unanidanganya ukawa unamtaka. Kila mtu anajua kwamba simtaki Queen B, kwa hiyo usijali juu ya hilo. Baadaye mwalimu akaingia. Wote simameni msalimie mwalimu. Good morning madam. Good morning, how are you? Fine, thank you. Naomba mkae. Walipokaa mwalimu akawaambia, tunaye mwanafunzi mpya leo darasani. Hey young lady, unaweza ukasimama na kujitambulisha? Otomwa akasimama na kujitambulisha. Jina langu ni Otomwa Uteute. Otomwa Uteute? Mwalimu akashangaa. Anyway, karibu sana darasani, unaweza kukaa sasa. Mwalimu akawaambia wanafunzi, tunaendelea pale tulipoishia mara ya mwisho. Mwalimu akauliza, nani anaweza kuniambia aina za katiba? Desmond akanyosha mkono. Otomwa naye akanyosha mkono. Mwalimu akamwambia, naomba ujibu we mwanafunzi mpya. Otomwa akasimama na kumwambia mwalimu, kuna aina mbili za katiba, katiba maandishi na katiba ya kijadi. Safi, mpigeni makofi. Wakawa wanampigia makofi. Huyu mwanafunzi ana akili sana, she's very intelligent. Ni kweli, ndio maana nataka aungane nasi. Mwalimu akawa anawaandikia notes ubaoni na kuwafundisha. Muda wa mapumziko ulipofika, timekeeper akaja kugonga kengele ya mapumziko. Otomwa akatafuta sehemu nzuri ya kukaa na kutaka kwanza kujisomea. Desmond akamfuata mpaka alipo na kumuuliza, unafanya nini? Akamwambia, ninasoma. Oh, kumbe sasa kwa nini wakati ni wakati wa kula? Akamwambia, sijaja na hela ya chakula. Kweli? Ndio. Desmond akamwambia, nisubiri kidogo, nakuja muda so mrefu. Kumbe Desmond alienda darasani kuchukua chakula chake na kumletea. Akamsogezea. Otomwa akamwambia, hiko kitakuwa ni chakula chako, kwa nini unanipatia? Akamwambia, aliyopika kapika, lakini sio chakula ninachokipenda, nafikiri unaweza kula tu. Otomwa akamwambia, kiukweli hiki ni chakula ninachokipenda. Akakifungua kwa ajili ya kukila. Wakati anakula akatokea Mary. Jamani Desmond, umempatia chakula nilichokupikia? Desmond hakujibu kitu. Inawezekanaje hii? Amesema hajakipenda hiki chakula. Kwa hiyo ndio nini? Mbona ni chakula unachokipenda Desmond? Otomwa akamwangalia Desmond. Makubwa, hebu kula chakula chako, ni upuzi gani huu? Desmond akamwambia, naomba umwache Otomwa afurahie chakula. Usijali Desmond. No. Hiki ni chakula changu. Kwani ni chakula chenu? Nimesema sijapenda uwali. Wewe inakuhusu nini? Hebu kula chakula Otomwa, usiogope hao. Otomwa ikabidi ale wali na kisamvu, maana Otomwa anapenda sana wali kisamvu. Baadaye darasani Queen akanyanyuka na kuanza kucheza. Desmond, wake up. Kwa nini unioni? Queen akamwambia Desmond, nyanyuka basi ucheze. Queen akaendelea kucheza huku Desmond akimshika kiuno Queen. Queen akawa anaendelea kucheza kwa kujiachia. Queen akachukua mkono wa Desmond na kumwambia, shika na kalio. Desmond akashika, kila mtu akawa anacheza na kufurahi. So far so good, nataka nione olololo olololo buga. Kifupi, wanafunzi wa hii shule wamepinda ile kinoma noma. Desmond anamwomba Mary, vipi nicheze naye? Mary anamkataza, sitaki ucheze naye. Huku Queen B anamwambia Desmond, mbona umetoa mkono? Nimekwambia kiuno ni cha kwako. Darasa nzima kila mtu akawa anacheza. Desmond anamwambia Mary, unanizuiaje nisicheze? Desmond akasema, usinitanie wewe. Akashika kiuno cha Queen na kuanza kucheza. Mary kanuna, wanafunzi hawana habari, wanacheza tu. Queen akamwambia Desmond, hebu achana na huyo mshamba, kula chuma iko. Wakawa wanaendelea kucheza. Mary akanyanyuka na Otomwa akanyanyuka na kupiga ishara ya msalaba, maana haelewi hii ni shule ama ni klabu. Walipotoka, Desmond akasimama na kushikilia kiuno cha Queen. Kukawa ni makelele tu darasani, watu wanaruka ndebe kama hapo klabu. Upande wa pili mwalimu Edwardi yupo na mwanafunzi Chemba, na uhakika anampenda yule msichana. Subiri kwanza, una maana Desmond anampenda yule Otomwa? Yaani natamani ungemwona anavyomlinda yule msichana kama mwanamke wake hivi. Oh, nishaelewa, ndio maana Queen alitaka nimwache yule msichana. Queen ndio anaendesha show nzima, ndio maana nakukubali wewe. Sasa nenda kamwambia nataka nimuone. Jamani, unaongea nini wewe sasa? Kwa nini umeniita? Jamani wewe katoto katamu. Mwanafunzi kakaondoka na kurudi darasani. Mwalimu Edwardi akawa anarudishia zipu vizuri. Sijui alijisahau kufunga zipu wakati anatoka chooni, lakini mbona anachungulia huku anatabasamu, au kuna kitu alikuwa anafanya. Baadaye Otomwa akaja ofisini na yule mwanafunzi. Otomwa akamwambia, mkuu, nimekwambia siko sawa. Unamaanisha ujisikii vizuri? Ndio. Mwanafunzi mwenzake akamwambia, niangalie mimi ninavyofanya. Mwanafunzi akamkalia mwalimu akawa anamkatikia, akashika mikono ya mwalimu na kupeleka kifuani kwake. We niangalie tu mimi ninachofanya. Otomwa anashangaa, ni upuzi gani huu? Kwa hiyo unataka na mimi nifanye? Mwalimu bado kashikilia kifuani tu. Hebu niache huko. Sawa, lakini si unaona ninavyofanya? Ngoja nikushike na wewe unishike. Hebu niache huko. Mara mwanafunzi mwingine anaingia, akamwambia unaweza kukaa tu ili uangalie wenzio tunavyofanya. Akampisha, wakamsogezea vifua mwalimu ili avilambelambe. Otomwa haelewi hii ni shule au ni danguro. Ikabidi afumbe macho, maana ticha ananyonya vibaya. Wakati ticha anaendelea kunyonya, Queen naye akawa anaingia. Otomwa bado kajificha. Queen akamstua, niache. Akaogopa, akajua ni mwalimu
mwalimu anataka kumshika. Wanafunzi wengine wakawa wanamcheka. Mwalimu anaendelea kupata raha tu. Otomo ikabidi akimbie asije naye akajumuishwa bure. Mwalimu anafurahi kushikwa ndevu, akapeleka mkono kwa babu. Otomo akiwa darasani elewi ni mambo gani haya yanaendelea. Akawa anawaza, ni bora mjini nilipokuwa nasoma kwa mjomba. Ni siku moja tu shuleni, lakini mambo ni mengi. Ikifika wiki si atakuwa chizi. Queen akamfuata akamuuliza, uko sawa? Kwa uoga akamjibu, ndiyo. Nini kimetokea? Kijatokea kitu. Otomo akanyanyuka na kuondoka darasani akimwacha Queen peke yake, huku amwelewi Otomo. Mwalimu Edward anamwambia wanafunzi, nenda darasani kwenu na uambie ninataka kuzungumza nao. Ndiyo mkuu. Mwanafunzi akaenda kwa taarifa wanafunzi wenzake, hebu mwangalieni huyu msichana, ana tabia mbaya sijapata kuona, analala na wanaume kila sehemu na ni kwa siku moja tu. Ndiyo sababu nawaambia popote mtapomwona na mwanaume nataka mje mnipe taarifa. Ndiyo, safi sana. Msichana mdogo kama wewe unakuwa malaya, jinga sana. Nipe taarifa mkimwona na mwanaume yoyote yule. Wanafunzi wakawa wanamcheka Otomo, anaonekana kapole usoni, kumbe chini ni kajanja sana. Otomo akawa mnyonge, kudhalilishwa mbele ya wanafunzi wenzie kisa kukataa michezo ya mwalimu Edward. Baadaye Otomo akamwita Queen nje kwa ajili ya kuongea naye na kumuuliza mambo gani yanaendelea. Queen akamwambia Otomo, asikiliza, mmiliki wa hii shule yuko nje ya nchi na amemwachia Edward kuendesha hii shule, ndio maana Edward anafanya chochote anachotaka, ila sikiliza, naweza kukulinda naye. Kunilinda? Akamuuliza kivipi? Akamwambia sikiliza, ujue mimi najua siri yako ambayo hutaki watu wote wajue. Akafikiria picha za utupu. Hapana, sio picha za utupu, ni hiyo ambayo hutaki watu wajue. Otomo akamuuliza, na kwa nini unataka kunilinda? Queen akajiweka sawa na kumwambia, Otomo, ninakupenda na ninataka uwe mwanamke wangu. Otomo akasema, hapana, siwezi kuwa mwanamke wako. Una maana gani? Msagaji? Come on, mimi sio msagaji. Sikiliza, nataka uwe karibu, uwe mtu ambaye tutafurahishana. Please. Mimi sio mtu wa design hiyo. Naomba uniache, siwezi kufanya hiko kitu. Nitakufundisha. Unifundishe nini? Hebu niache huko. Naomba usinichanganye kichwa. Kubali basi. Sitaki. Nitakufundisha. Sitaki. Kumbe Desmond alikuwa kwa pembeni anawasikiliza mazungumzo yao. Jioni Otomo anarudi nyumbani kutoka shule. Shangazi yake anatoka nje. Akamsalimia, shikamoo shangazi. Shangazi akamwitikia kisha akamuuliza, vipi siku yako ya shule leo? Haikuwa nzuri. Shule yote sio nzuri. Wanafunzi wa ile shule wote machizi. Shangazi yake akacheka akamwambia, kwa hiyo wewe pekee ndio uko vizuri? Kwa siku moja tu. Sio wao tu, mpaka mwalimu. Mara mwalimu Edward akatokea naye anakuja kwa shangazi yake. Otomo akaogopa na kwenda kukaa nyuma ya shangazi yake. Nafikiri kila kitu kiko sawa. Sio kweli. Tangu uliponikabidhi mikononi mwangu, nimeamua kuja kupa taarifa alichokifanya leo. Nimemkuta yupo na mwanaume wakifanya mapenzi. Akamrukia Otomo. Anadanganya shangazi. Akawa anampiga makofi Otomo. Nilijua tu. Ndio maana mjomba wako kakurudisha kijijini kwa upuzi wako huo. Ticha anafurahia tu. Mwalimu, utanisamehe kwa alichokifanya mwanangu. Mwalimu, sijutie na kuhakikishia nitamnyoosha tu. Shangazi akamwambia, naomba unisaidie. Mwalimu akamwaga. Shangazi akaingia ndani na kuanza kumpiga Otomo. Baadaye Otomo anafanya kazi za usafi. Akiwa nje ya nyumba, mume wa shangazi yake akawa anakuja taratibu kwa kunyata. Alipomkaribia akamtekenya kwenye mbavu. Akastuka, unataka nini? Mamako hayupo, hivyo tuingie ndani na tufanye chapchap. Najua muda huu unatutosha. Kufanya nini? Sio mchezo uliofanya shuleni. Otomo akamwangalia na kumshusha. Unataka kuseksi na mimi? Mzee anamtazama tu. Wewe ni baba wa kambo na shangazi yangu ni mkeo. Kwani mimi sio mwanaume? Otomo akamshangaa, au mimi ni jini? Otomo akachoka, hata kama siwezi kufanya hivyo. Hebu acha ujinga, hebu twende ndani ukanipe kidogo. Hebu niache huko, nasema niache. Akataka kumbeba. Otomo akamng'ata kwenye bega, akamwachia na kukimbia na kukaa kwa mbali. Mzee akawa anapiga kelele, anaugulia maumivu tu. Nimesema sitaki usumbufu. Hebu njoo huku, usinisumbue. Hebu ingia ndani. Siendi popote. Unasemaje? Kama ulivyosikia. Uendi popote? Ngoja nikufuate sasa. Otomo akawa anaogopa, akapata upenyo, akaamua kukimbia mbio. Mzee akamwambia, acha utani wewe, njoo nakusubiri chumbani. Kesho yake Otomo anaingia darasani. Shoma anamwambia, huwezi kukaa hapa. Kwa nini nisikae hapa? Kwa sababu hatuwezi kukaa na mchafu kama wewe. Queen Bee akamwambia, Otomo, njoo ukae huko. Otomo akakataa na kuamua kwenda kukaa nyuma backbencher. Queen akamfuata mwalimu Edward na kumuuliza, kwa nini umeamua kufanya vile? Yule msichana akafanya makosa na nimemwadhibu. Acha kuniambia huo upuuzi. Kwa sababu amekukataa ndio maana unamsingizia ni malaya. Kwa nini? Hata wewe amekukataa pia. Hapo ndio umekuja kwenye point. Natakiwa nihakikishe, na hiyo ndio sheria, kama ni kweli ni bikra au la. Queen Bee akamsogelea mwalimu Edward na kumwambia, naomba umwache. Sheria ni sheria. Sheria gani hiyo? Mimi nafuata sheria. Queen akashindwa la kusema. Mwalimu Edward akaondoka zake na kumwacha Queen Bee haelewi afanye nini. Darasani Black Beauty wa darasa akanyanyuka na maji na kwenda kwa mapozi mpaka alipo Otomo na kumwagia maji kwenye mapaja. Otomo akamuuliza, kwa nini unanimwagia maji? Jamani, najaribu kukusaidia, mimi ni mtu mzuri. Tangu ulivyo sex hujajiosha vizuri.
vizuri, unanukia shahawa, ulipaswa kusema asante. Sijui umenielewa? Hivi uko sawa wewe? Niko sawa, mwili mzima niko sawa. Hebu niambie utanifanya nini? Mwalimu akatokea, kinaendelea nini hapa? Black Beauty wa darasa akawa analia, amenipiga hata bila kosa, amenipiga hata bila kosa, anataka kuchukua maji yangu kinguvu. Mwalimu akawaambia sihitaji kelele, naomba mkae kimya. Mwalimu akaamua kurudi ofisini. Baada ya mwalimu kuondoka, Otomo akamuuliza Mary, unaweza kuniazima kitabu chako cha biology? Mary akamfyonya na kukaa vizuri kwenye dawati lake. Nakwambia jana tu umelipwa na uliompatia penzi, si ungenunua iko kitabu? Wanafunzi, ndiyo ungenunua. Shoma, unaweza kuniazima kitabu chako cha biology? Shoma akamwangalia kwa dharau na kumwambia sina kitabu cha biology. Hata kama ningekuwa nacho nisingekupa. Nitakupatia kitabu ila inabidi tufanyie kitu. Sawa, ni kitu gani hiko? Tuonyeshe chupi uliovaa leo. Ndiyo, tuonyeshe. Otomo akashindwa kuwaonyesha, akamuuliza Desmond, vipi kuhusu wewe? Unaweza kunipatia kitabu chako? Desmond akamwambia usijaribu kuniongelesha tena. Wanafunzi wakawa wanamcheka Otomo. Black Beauty akamwambia yani hata sikuelewi. Umelala na yule mwanaume, pia umelala na mwalimu wa biology. Angeweza kupatia kitabu, sijui kwa nini unatupigia kelele. Kwa nini unatusumbua? Sidhani kama mwalimu wa biology anaweza kupenda utamu wako. Wakawa wanamcheka. Otomo akaamua kutoka darasani na kwenda nje, maana darasani anadhalilika. Baadaye mwalimu Edward akamwita Queen B na kumwambia kuna mteja anahitaji wasichana na wewe ukiwemo. Sawa, ni wangapi? 4, na mnatakiwa kwenda sasa hivi kwa sababu anataka muwe kwenye uniform. Kwenye uniform? Ndiyo. Basi sawa, nahitaji umshawishi Otomo kwa sababu bado ana Blue Band. Wameahidi watalipa milioni 3. Hapana, haitowezekana. Come on, hii ni biashara, ataharibu biashara. Je, utaenda kumlazimisha? Hapana, nimekwambia mshawishi. Hakuna yoyote anaweza kumshawishi. Kwa hiyo unataka tupoteze maisha yetu kwa ajili ya milioni 3 tu? No. Basi sawa, fanya hivi, nakupa $500 kawachukue wenzako. Queen alipopokea akaenda kuwachukua wenzake ili wakajiuze. Kisha Edward kama kalaaniwa na pesa vile. Baadaye Queen B ipo na wenzake wakinywa pombe huku akifurahia maisha. Mmoja anamwambia shika kalio nicheze mziki vizuri. Wakawa wanacheza mziki mmoja baada ya mwingine. Chifu akaingia mfukoni na kutoa kibunda cha pesa na kuanza kuwamwagia mmoja baada ya mwingine. Ni miuno tu inakatwa. Queen akawa anaweka pesa kwenye maziwa, maana hana masiara mbele ya pesa, maana anapenda pesa kuliko masomo shuleni. Wakawa wanacheza allow me to enjoy, allow me to enjoy myself. Mmoja akamshika kiuno Chifu na kucheza kama Harmonize vile, kasoro kujidondosha tu. Queen akawa anajitikisa tu kama kawaida yake, hana habari kwenye mambo ya kucheza, kama bonge la dada vile. Mzee anaruka nao tu wanafunzi, hana habari. Mmoja akamkalia huku akawa anamkatikia, mizuka ikapanda. Chifu akaingia nao chumbani ili aweze kuwapelekea moto. Baada ya show kwa mpalange kuisha, Queen B akamwambia Chifu, wasichana kwa sasa wanahitaji kuondoka. Chifu akatoa kibunda cha pesa na kumwambia hii ni pesa ya nauli, nitamtumia Edward hela yenu. Jamani Chifu, asante sana, lakini tunahitaji utuongezee. Kwa nini sasa? Ujue nini Chifu, najua utamtumia Edward, lakini Chifu tunahitaji pesa zaidi. Kwa nini? Jamani Chifu, ina maana hujaipenda kazi yetu? Kiukweli nimekubali show yenu Chifu, leo tumejiongeza mpaka tumekupeleka kwa mpalange, na wewe ulikuwa unasema unasikia raha ambao hujawahi kupewa. Ni kweli natakiwa niongeze pesa, maana mmepiga kazi kweli. Ndiyo Chifu. Chifu ikabidi achukue pesa nyingine na kuwaongeza. Queen na wenzake wakafurahi sana kuongezewa pesa kwa kazi walioifanya. Queen anamchumu Chifu na kuondoka na wanafunzi wenzake wakimwacha Chifu amekubali show. Huku nyumbani Queen akamwita mdogo wake na kumpatia pesa na kumwambia nenda kaifiche, kesho asubuhi hakikisha unalipa madeni unadaiwa shuleni, wewe pamoja na dada yako. Asante dada, nenda kaifiche baba asione, sitaki kusikia ameenda kunywea pombe. Nimekuelewa sister. Nyumbani Otomo anafua nguo zake za nyumbani na shule. Mume wa shangazi yake akawa anamnyatia Otomo taratibu ili asimsikie. Otomo hana habari. Mzee akawa anamnyemelea taratibu. Alipomkaribia akamkamata, leo lazima unipe utamu. Hebu niache huko, leo ndio leo, lazima unipe huo utamu. Jamani niache huko. Bahati nzuri akamng'ata na kukimbia, akimwacha mzee anaugulia maumivu. Nitakuwa wewe ni mpumbavu, mjinga kabisa, usinisogelee. Otomo akachukua jiwe na kumwambia njoo sasa uone, tunajifanya kiborodinda. Mzee akawa anaogopa huku kashikilia makende yake. Otomo akatupa jiwe chini na kuamua kuondoka zake, maana koshaharibika. Mzee makende anamuuma, sijui anaenda wapi, cheki anavyotembea. Kesho yake Otomo anaingia darasani, mwanafunzi mwenzake akawa anamcheka. Alipotaka kuingia darasani akamuuliza unaenda wapi? Naenda darasani, shida iko wapi? Mwamba akamwambia nataka unibusu. Unasemaje? Niko serious, hebu njoo unibusu. Mbona unakuwa hivyo? Halafu mbona kama unanuka, kitu gani umepaka? Haina shida, naweza kuvumilia hiyo harufu, hebu niache. Otomo akamtia kibao. Mbona unanipiga hivyo? Una matatizo gani? Unaanzaje? Kitu gani kinaendelea? Kwa nini umempiga kofi? Hebu jibu huko. Eti anataka nimkisi. Shida iko wapi hapo? Si ndio kazi yako? Hivi una shida gani wewe? Kwani hujui kazi yako? Sina kuuliza. Black Beauty akamwagia maji kichwani. Queen B akatokea, nini kinaendelea hapa? Akaenda kumgombelezea. Queen, haya ya kuhusu, hakuna mtu aliyekuita, naomba
usiniingilie. Queen akamtetea utomwa, ndipo akanyanyuka na kuondoka zake. Hii shule nahisi itamshinda utomwa. Akaenda kukaa kwenye benchi akawa analia. Queen B alipotoka darasani, alipomwona utomwa analia, akamwonea huruma. Akaingia darasani na kumfuata Desmond na kumwambia, Desmond, naomba tuongee. Yuko busy wa Himalaya. Desmond, naongea na wewe, naomba unijibu. Desmond akanyanyuka. Usijali, akamwambia narudi. Ikabidi Desmond amfuate Queen B kumsikiliza. Queen B akamwambia, Desmond, nampenda, nataka niwe naye, alafu mwalimu Edward naye anamtaka. Sasa mimi nanihusu nini? Nataka unisaidie, sifanyi huo upuzi. Nenda kamwambia unampenda, hajanivutia mimi hata kidogo. Come on, ujue wewe ni mpumbavu, hebu acha ujinga. Sikiliza, najua unanitaka, najua utaki kuwa mbali na mimi, unafanya kila namna kunipata. Unachotakiwa kujua, mimi sikuhitaji. Unajue nini? Siwezi kumpata utomwa, Edward pia hawezi kumpata. Hebu jaribu kuwa naye, mimi nataka kumlinda yule, hana hatia. Desmond akamwangalia Queen. Ndio, unasemaje? Utomwa analia tu, una uhakika? Wanamsingizia, niamini mimi. Desmond akamuuliza, nini sasa nitapata kama nikifanya kazi yako? Akamwangalia kwanza utomwa na kumwambia, yule hajaguswa. Desmond akashangaa, usije ukanidanganya, wewe fanya nilichokuagiza na kuingia darasani. Desmond akamfuata utomwa na kumwambia, usijali. Utomwa akamwambia, naomba uniache peke yangu. Desmond akamwambia, usijali, nieleze ukweli tu, nimesema niache mwenyewe Desmond, naomba niache. Utomwa akawa analia tu. Desmond akamwambia, utakuwa sawa tu, naomba niamini. Utomwa akamwamini Desmond. Desmond alipoingia darasani akafoka, wewe rudi kwenye kiti chako. Subiri kwanza, kitu gani kinaendelea hapa? Akamwambia, yupo na mimi sasa. Yuko na wewe? Kwani hujui tabia yake? Hiyo sio kweli. Una maana gani kusema hivyo? Chioma kama angekuwa mbaya kama wengine, Mr. Edward asingemwadhibu, wote tunajua hilo. Unasema ukweli, hajawahi kumwadhibu yoyote mwenye tabia mbaya. Uko sahihi, hata kama ni sahihi, hataki kukaa hapa. Mary akakasirika, unatakiwa kumuongoza, alikuwa rafiki yetu. Au kwa sababu Mr. Edward kamwita malaya ndio unataka kumtenga na sisi? Ni muda sasa wa kutambua wapi ulipokosea. Mary akumwelewa Desmond kabisa. Ujue yule msichana utomwa ni very beautiful, kiukweli ananivutia, na sio tu kunivutia, nimempenda. Wenzake wakamcheka akamwambia, Desmond kashampenda, hivyo wewe huwezi kumpata hata kidogo. Kama unamtaka, unachotakiwa ni kufanya ni kumtongoza tu. Alafu utomwa bado ana blue band, ujue hakuna aliyeingiza kidole. Ndio maana nashangaa Desmond anamlinda. Mr. Edward alikataliwa, ndio maana akamsingizia ni malaya. Kwa hiyo nataka kuniambia utomwa ni pure kabisa, ndio maana yake? Utomwa hajaguswa. Hata mimi ningependa kuonja ladha yake. Wewe hebu nyamaza, ngoja nikwambie kitu. Hata kama sio girlfriend wangu, please naombeni niachie mimi. Muda wa kurudi nyumbani ukafika. Desmond akamwita utomwa na kumwambia tuondoke. Hapana, sitaweza kuondoka sasa, nina vitu vingi vya kukopi, nitaondoka baadaye. Unaweza kwenda tu. Basi nitakusubiri. Huwezi kumsubiri. Kwa nini siwezi? Kuna sehemu natakiwa niende na baba yangu, kwa hiyo tuondoke sasa. Wewe nenda, mimi nitamsubiri. Desmond, siku zote tunarudi nyumbani pamoja, kwa nini unafanya hivi? Hebu twende huko. Desmond, ni bora uende nao tu, kwa sababu utanitoa kwenye mudi. Tutakutana kesho tu shuleni. Siwezi kukuacha hapa shule ukarudi mwenyewe. Kama mimi nitakaa na wewe unaweza kukaa, sitaki. Basi nenda. Mary, hebu twende, Chidi anatusubiri ujue. Mary akakasirika, ikabidi waondoke tu. Desmond akakaa na kumwomba amsaidie kuandika ili amalize haraka. Huku njiani Mary anaambiwa kuwa mpole. Akamwambia, kwa nini ananisaliti kama hivi? Amemchagua yeye badala ya mimi, kwa nini? Mary, hebu kuwa mpole, sio kama unavyofikiria. Labda anajaribu kuwa mwema na sio vinginevyo. Sio kweli, anampenda na mimi sikubali itokee. Hatakuwa anamchukulia kama dada yake tu. Subiri, kwani na nini ambacho mimi sina? Au ile rangi aliyokuwa nayo? Tafakari, hebu niangalie mimi nilivyo. Yule unaweza kumlinganisha na mimi? Mary, amenivuruga sana. Mary, kuwa mpole. Staki, siwezi kuwa mpole. Anawezaje kulifanyia vile? Mary akawa anaondoka kwa hasira. Wakiwa njiani, Desmond anamletea mapenzi utomwa. Utomwa akawa kama anaogopa, alafu kama anataka. Utomwa akamuuliza, mbona unaniangalia hivyo? Akamwambia, wewe ni mzuri sana. Utomwa akawa anatabasamu tu bila kusema chochote, kisha akamwambia asante. Desmond akamwambia, basi sawa, tunaweza kwenda. Bado wanaonekana kama wote wanatakana, wakawa wanaangaliana tu. Walipoachana, Mr. Edward akawa anarudi kutoka shuleni. Desmond akamfuata Mr. Edward, akasimama huku kakunja sura. Desmond, unataka nini? Akamwambia, utomwa ni wa kwangu sasa. Ngoja nikwambie kitu, kama atafanya makosa nitamwadhibu. Usijaribu, ni bora ukaachana naye na ukaendelea na majukumu yako ya shule. Kwa hiyo unanipiga mikwala kwa sababu yake? Huu sio mkwala, ninakushauri tu, kama utamgusa hata kidole tu, vitu vitabadilika, tutaona. Na kingine, kama shangazi yake atakuuliza juu yake, mwambie ni msichana bora kwa sasa shuleni. Na kama sitamwambia, je, utanijua mimi ni nani? Uko serious? Desmond akaamua kuondoka zake. Akiwa nyumbani, utomwa anafagia, akawa anacheka tu mwenyewe. Shangazi akamuuliza, utomwa, ni mwanaume gani anayefanya unatabasamu? Mwanaume? Msichana. Ni mwanaume gani uliyelala naye? Shangazi, mbona unanifikiria hivyo? Ina maana siruhusi kutabasamu kwenye nyumba? Unanidanganya Unadhani sitojua? Ngoja tuone. Shangazi akaingia ndani. Utomwa haelewi mbona anazaniwa hivi tena vibaya namna ile. Kumbe shangazi alikuwa anamfuata mwalimu Edward ili ajue ukweli kuhusu utomwa, kama na mwanaume au la. Mwalimu, mguu ulikuwa wako kweli? Natumai kila kitu kipo sawa. Akamwambia, ni kuhusiana na utomwa. Nini kimetokea kwa sasa? Hakuna chochote. Nini? Hakuna chochote? Ndio, kungekuwa na lolote ningekwambia mapema tu. Ujue nini?
nini? Baada ya kumwazibu mbele ya wanafunzi wote shuleni, kwa sasa ni mwanafunzi bora shuleni, anasoma. Jamani mwalimu, unaniambia kweli? Madam, kwa kuwa wewe ndio uliomleta kwenye shule sahihi, tumemweka kwenye mstari ulionyooka. Ndiyo. Jamani mwalimu, hata sijui nikushukuru vipi. Mungu akubariki sana. Usijali, mimi ninafanya kazi yangu. Basi sawa, ngoja nirudi tu nyumbani. Kesho baadhi ya wanafunzi wanajiandaa kwa ajili ya graduation, wakawa wanacheza mapiano, wakaanza cheza kwa pamoja. Mwanafunzi mwenzao ndiyo akawa anafundisha staili, kisha akaanza kuingia mmoja baada ya mmoja. Akaanza mwalimu akapiga 2 3, akaingia Tunda akawa anacheza huku akimpigia makofi. Akaja Chipa Mkorogo naye akaonyesha mbwembwe zake. Bonge naye akuwa nyuma akaingia kati na kuanza kuonyesha manjonjo, akawa anakatika japo mzito. Chidi na wenzake wakawa wanacheza, mwenzao akawa anakatika huku wanampigia makofi. Akaingia Bonge la Dada, utamu ukazidi, ikabidi wabambie tu. Mwamba akawa anakata nyonga huku akibadilisha mikono, miuno inapigwa kweli. Bonge akarudi tena, Chidi akafumba macho huku anakatikia. Bonge la Dada akaingia tena, Chipa Mkorogo naye akaingia tena, akasogeza sikio kwenye makalio. Kifupi, wanafunzi ni zaidi ya machizi. Wakati wanacheza, kuna wanafunzi wengine walikuwa wananyata, lengo lao kuiba kiredio kinachopiga mziki. Bahati nzuri wakafanikiwa kukichukua. Wakashangaa mbona mziki haulii na redio haipo, ikabidi wafukuziwe walipokwenda. Bahati nzuri wakawakamata. Baada ya kuwakamata, wakawapa adhabu ya kucheza mziki. Wakaanza kucheza, wakawa wanacheza mziki huku akiwapigia makofi. Baadaye Desmond akamfuata Otomwa. Otomwa akamwambia, siko tayari kuondoka kwa sasa, basi nitakusubiri. Meli akasema, hata mimi nitabaki na kwenda kukaa. Hebu nendeni nyumbani bwana. Meli, naomba tuondoke. Desmond, kwani una matatizo gani? Sina tatizo lolote, we nenda nyumbani. Sikulaumu, najua sio makosa yako. Meli akaamua kunyanyuka na kuondoka na marafiki zake. Kwa nini unafanya hivyo? Ungemruhusu tu kukaa. Ina maana upende mimi kuwa karibu na wewe? Sina maana hiyo, kwa sababu mimi sijali, ninachojali ni kukulinda tu. Kweli? Ndiyo. Ngoja nikwambie kitu, toka siku ya kwanza tulipokutana kila kitu kikabadilika. You are very special kwangu. Otomo akamtazama na kumwambia, asante. Mbona unaniangalia hivyo? Kwa sababu hakuna mtu aliyeniambia mimi ni special. Huku Chidi anamwambia Meli, mwanamke hawezi akampenda kirahisi vile. Sasa kama mpendi, anafanya nini kwake? Ngoja niwaambie kitu, Otomwa ni bikra. Nini? Ndio hivyo. Kwa hiyo Desmond anataka awe wa kwanza kupiga. Mama, makubwa mbona? Kumbe ndio hivyo. Ndio hivyo. Hapana, sio kweli, mimi siamini. Desmond wangu sio mtu wa hivyo. Anaweza kufanya vitu vingine, lakini sio kwa ajili ya Blue Band. Hebu jiangalia wewe, ninachokwambia ndio ukweli, wewe jifanye kiziwi tu. Meli akachanganyikiwa na kuwaaga wenzake. Kesho yake Desmond na Queen B wakawa wananyonyana mate. Desmond akawa anamnyonya kwenye masikio Queen B. Queen B akamuuliza, unanipenda Desmond? Akamjibu, sikutaki. Hebu acha kusema maneno yako makali. Desmond akaitoa mikono ya Queen B na kumwambia, ninachoona ni kama vile unavyowapaga wanaume wengine tu. Queen akamwambia Desmond, nakupenda. Akamwambia ijalishi. Queen akachoka kwa sababu anampenda sana Desmond. Akamwambia Desmond, unajua sina chaguo, mimi ndio pekee ninawahudumia ndugu zangu nyumbani na walipia kila kitu, lakini naweza kuacha kama utaniambia unanipenda. Desmond akamwambia no. Akamwambia siwezi kukupenda kamwe. Jamani Desmond, mimi nakutamani tu kama wengine wanavyokutamani. Usiseme hivyo, pia najichukia kutembea na wewe. Queen, naomba uniache, hebu kaa mbali na mimi, sitaki kuona tena karibu yangu. Akamwambia ndiyo namaanisha, na kuondoka zake. Jamani Desmond. Queen B akaachwa na mwanaume anayempenda kwa sababu ya kufanya biashara ya uchangudoa. Wakiwa njiani, Desmond akamshika mabega Otomwa. Otomwa akaitoa, shida nini? Mikono yako inaelekea kifuani kwangu, kwa hiyo wewe ni mchumba wangu kweli? Ndiyo. Otomwa akawa anafurahi, akamwambia sijawahi kuwa na mchumba kabla. Akamuuliza, hujawahi? Ndiyo, sijawahi. Kwa hiyo hujawahi kuwa na boyfriend kabisa? Ndiyo. Basi ni vizuri. Akamwambia, kwa hiyo hujawahi kumkisi mwanaume yoyote kabla? Akamwambia ndiyo, sijawahi kumkisi mvulana yoyote. Mama, wow. Desmond akafurahi kusikia Otomwa bado ana kikopo cha Blue Band. Wewe ni special kweli? Mimi special? Ndiyo, wewe ni special. Otomwa akamwambia hata wewe ni special pia. Mimi pia special. Okay, hebu niambie, je, bado mbali kufika kwenu? No. Hapana, sio mbali, ila bora uishie hapa, maana shangazi wangu ni mkali sana, ataniua akikuona. Kwa hiyo hutaki nikusindikize? Hapana, naomba usinisindikize. Basi nitakusubiri hapa kesho, twende wote shule. Otomwa akafurahi. Bye jamani wewe. Desmond amini kama Otomwa ana kikopo cha Blue Band bado, mpaka akajigonga kwenye ukuta. Desmond akawa na bonge la furaha. Kumbe Maki naye akawa anamfukuzia Otomwa. Alipomwona akamuita, Otomwa anakomba simama mara moja. Aliposimama akamuuliza, shida nini? Nilikuwa nakusubiri lakini ulikuwa na Desmond, hivyo nikaamua kukufuata.
kufuatilia. Sawa, unasemaje? Otomo, kiukweli nakuelewa sana, naomba tuwe marafiki. Otomo akacheka akamwambia, siwezi kuwa rafiki yako kwa sababu nina boyfriend. Boyfriend? Ndiyo. Una maana Desmond? Ndiyo. Ngoja nikwambie kitu, Desmond hakupendi kama ninavyokupenda mimi. Yupo na wewe kwa sababu wewe ni bikra. Ndiyo, na anaamini bado na kikopo cha Blue Band. Yule hakupendi, anahitaji kikopo tu. Unawezaje kusema maneno kama haya ya kumkandia? Utanisamehe, lakini huo ndio ukweli. Ndiyo. Otomo akamwangalia Maki juu mpaka chini, kisha akamwambia, kaa mbali na mimi. Subiri kwanza. Samahani, tunaweza kuongozana? Naomba nisamehe kama nilivyosema, lakini Otomo, kiukweli nakupenda sana. Basi tuwe marafiki tu. Samahani, hatuwezi kuwa marafiki, haiwezekani. Kama nilivyosema mwanzo, nina boyfriend, na kumwambia utanisamehe na kuondoka zake na kumwacha Maki aamini kama kakataliwa. Kesho yake asubuhi, Desmond akamletea ua Otomo. Otomo anashangaa na darasa zima linashangaa na kupiga kelele. Otomo akalipokea, wanafunzi wakawa wanampongeza. Mary yeye kakasirika tu. Ni kitu gani kinaendelea hapa? Nimempatia ua mwalimu. Desmond, unaweza kumpatia mtu ua popote pale, lakini sio kwenye hili darasa. Siku nyingine usirudie ua upuzi. Baadaye Mary akamwita Desmond na kumuuliza, kwa nini umempatia lile ua? Mbona mimi hujawahi kunipatia ua kabla? Akamwambia, baby, hii kwa sababu wewe uko tofauti na ninavyomuona yeye. Sijakuelewa na kuchukulia kama dada yangu. Kwa nini yeye namchukulia tofauti? Kwa sababu bado ana Blue Band, ni special, ni tofauti na wengine ninaowajua. Desmond, sikiliza, unajua kilichotokea mwaka jana ni bahati mbaya tu, sio makosa yangu, nililewa tu na unalijua hilo. Come on, ushaniambia acha kuomba msamaha na kujitetea. Siku zote umekuwa malaya tu. Mary akashangaa, mimi malaya? Ndiyo malaya, siku zote unajifanya unaniita mpenzi kwa sababu kilichotokea mwaka jana, kila mmoja alikuona na dereva baba yako ukimkatikia huku ukipiga kelele nasikia raha. Mary akamtia kibao Desmond, unawezaje kuniambia hivyo? Umechanganyikiwa? Mary akakasirika akawa na hema juu juu. Desmond akamfuata na kumwambia, unanipiga? Ndiyo, nitakuongeza kingine. Uniongeze? Ndiyo. We chize, we kichaa, ujue nitakuua wewe. Akamkaba Mary, hebu niache huko. Desmond akamwambia, ngoja nikwambie kitu, sijali na sisi tuweze kulala na wewe. Kama unataka ungana na kundi la kina Queen, mimi sijali, wewe hauna Blue Band, kwa hiyo acha kuigiza. Ujue nini, wewe hauna akili, ni mpumbavu mkubwa. Sikiliza, kazi una wewe unafikiri ni bikra. Sitokusamehe kamwe, narudia, sitokusamehe tena. Ngoja nitakuonyesha mpumbavu wewe. Eti I will never forgive you. Mpumbavu wewe. Mary darasani akawa analia peke yake, amini kama Desmond kamwacha. Otomo akaingia darasani na kumkuta Mary analia. Akakaa kwenye dawati na kumuuliza Mary, kwa nini unalia? Mary akawa analia tu. Akamuuliza tena, kwa nini unalia? Mary akakaa vizuri na kumwambia, sitaki kuzungumzia hilo. Otomo akamkumbatia na kumpatia pole bila kujua yeye ndio chanzo cha Mary kuachana na Desmond. Kisa Otomo ana Blue Band. Desmond akamvuta Otomo na kumuuliza, amekwambia nini yule? Hajaniambia chochote, alikuwa analia. Kwani nini kimetokea? Desmond akamwambia, aliniuliza kama ninakupenda, nikamjibu ndiyo, nakupenda wewe, lakini yeye hakupenda. Otomo akawa anawaza, hajui nini kinachoendelea. Mbona usemi chochote? Nafikiria anavyojisikia. Nilijua nyie ni marafiki tu, kwa hiyo unipendi au? Hapana, na mimi nakupenda, lakini hakuna lakini. Cha msingi mimi nahitaji upendo wako tu. Sitaki kuwa chanzo cha wewe kugombana na rafiki yako. Aliniomba nichague, nimekuchagua wewe. Kweli? Ndiyo Otomo, nakupenda, lakini kama unipendi, no, usiseme tena hivyo. Wewe unajua nakupenda pia. Kweli? Desmond akamshika mikono Otomo. Unataka kufanya nini? Desmond akamwambia, kwa nini unanizuia? Sitaki unikisi, ila namkubali pia. Umesema unampenda, kwa hiyo unampenda kuliko unavyonipenda mimi? Hebu acha upuzi Desmond. Desmond akamuuliza, ulisema hujawahi kumkisi mwanaume, si ndio? Ndiyo. Kwa hiyo mwanamke umemkisi. Hebu acha kuongea upuzi. Una uhakika? Desmond, hebu twende darasani. Kabla kwenda darasani ni kisi kwanza. Desmond, twende darasani bwana. Akamwacha Desmond aelewe ni kweli hajawahi au anamwektia. Wakati Otomo anaongea na Desmond, May na rafiki yake akatoka darasani na kuwafuata walipo Otomo na Desmond. Akamwambia, naomba nyanyuka tuongee mara moja. Kweli? Ndiyo. Otomo aliponyanyuka, Mary akakaa kwenye dawati faster. Queen akamwambia wenzake, hebu angalieni vituko kule. Hebu nyanyuka hapa, sitaki kukuona. Nipushi kama unaweza. Mtoe kama unaweza. Hebu funga mdomo wako. Desmond, ngoja niwaache. Usiondoke kipenzi, hebu njoo huku ukae. Jamani, kule kuna vituko. Kweli mapenzi ni noma. Mary kapatikana mwaka huu. Wakawa wanacheka kwa sauti. Desmond akampakata Otomo kwenye paja lake na kumshika kiuno. Otomo anaonekana kama anaogopa. Jamani Desmond, ni upuzi gani unafanya? Anawezaje kufanya upuzi? Mary akakasirika na kuingia darasani. Queen na marafiki zake wakacheka kwa nguvu. Warere makubwa. Mbona makubwa? Rafiki mmoja wa Queen akamuuliza, unakumbuka Desmond ndio mwanaume uliompenda kuliko wote hapa shuleni? Queen akasema, sio kwa sasa, acha kutudanganya, usikute unaumia na wewe. Hapana, nimekuja kugundua sio mwanaume mzuri. Kwanza anajijali yeye tu, hajali mtu mwingine yoyote. Sikiliza, ona jinsi anavyoatiti wanawake, anavyoatiti wasichana, kanifanya niwe chizi. Okay, sasa nini umepanga kufanya? Akamwambia, nyie subirini, muda sio mrefu mtaona mpango wangu. Mary akamwita Otomo na kumuuliza, je, ulimwambia kama
analia kwa ajili yake? Hapana, sikujua vizuri. Nafikiri sasa unajua ameniumiza sana na nataka kulipiza kisasi kwako. Kwangu? Kwani nini kinaendelea? Nilifikiri wewe na Desmond ni marafiki tu. Alitaka ufikiri hivyo. Kwani mimi linanihusu hilo? Hapana, lakini hakupendi. Otomo akashangaa, akamwambia Desmond ananipenda, haijalishi ni kitu gani. Mary akamwambia sikiliza rafiki yangu, Desmond hakupendi, anajifanya anakupenda kwa sababu ya blue band yako. Ndio hivyo. Otomo akaona kama Mary anamletea mapicha picha au kwa sababu yeye kakataliwa. Akataka kuondoka. Subiri kwanza, haijalishi nini kitatokea, ila usimpatie hiyo blue band kwa sababu hiko ndio kitu anachokitaka. Akamwambia hiyo sio kweli, Desmond ananipenda sana mimi. Ndiyo, ananipenda, ndio maana ameniambia mimi ni special. Subiri, ndivyo alivyokuambia? Ndiyo, nilijua unajua huo upumbavu. Mwanaume yoyote akitaka kitu lazima akudanganye. Umenielewa? Mary, nini kinaendelea? Nimekuambia usimpe hiyo blue band. Najua haitakuwa rahisi, lakini mwisho wa siku itakuwa bora kwako. Na kuondoka zake na kumwacha Otomwa hajui nani ni mkweli kati ya Mary au Desmond. Otomwa akawa anatafakari maneno aliyoambiwa na Mary na maneno aliyoambiwa na Mark. Mara Mark akamkuta yupo nje peke yake. Akamfuata kakaa na kumuuliza, vipi, uko sawa? Ndiyo, niko sawa. Kwa nini unaniuliza? Unaonekana na mawazo sana. Sio kweli, niko sawa tu. Una uhakika? Ndiyo, ila usisahau nilichokwambia. Kama unahitaji chochote, Mark nitalikava. Wakawa wanatabasamu. Kumbe Desmond aliwaona wakizungumza, akawafuata. Nini kinaendelea hapa? Hebu kuwa mpole, huyu ni classmate wangu, tumekaa tu. Mmekaa? Kwa nini umekaa na huyu? Akamtia kibao cha nguvu. Nini? Desmond umempiga kofi? Ndiyo, nimempiga. Desmond, leo utatambua mwanamke apigwi kofi. Ugomvi ukaanza, wakawa wanapigana. Wanafunzi washatoka nje wote, ni kelele tu wakiangalia watu wakipigana. Desmond akawa anavua shati asije akachafuka damu, maana zinaweza tukamwagika. Mwache huyo nimuonyeshe. Kichapo kikawa kinaendelea. Wanafunzi wanashangilia, piga huyo, piga huyo. Mary naye akawa anafurahi kuona wanapigana. Nasema niacheni nimuumize mpuzi huyo, anaingia depo la makamanda, ngoja nimuoneshe. Mwisho wa siku Desmond akapokea kichapo, ubabe ukamwisha. Otomwa akawa kwenye mawazo, akawa analia. Maa Desmond akatokea na kumkuta Otomwa analia sana. Akamsogelea na kumwita, Otomwa, naomba nisamehe sana, sikuwa na nia ya kukuumiza, tafadhali naomba nisamehe, nilikuwa na hasira kwa sababu nakupenda, tafadhali naomba nisamehe. Desmond akamsogelea Otomwa na kumpigia magoti, tafadhali naomba unisamehe Otomwa. Otomwa akawa analia na kumwambia niache huko. Baada ya kumbebeza sana, Otomwa akakubali kumsamehe Desmond. Baadaye Otomwa anaongea na Queen. Desmond akaona, akawafuata na kumwambia, Queen, sitaki umshauri chochote huyu. Desmond, ndio tunaongea tu. Sikiliza Otomwa, sitaki kuona unaongea naye tena, kweli hili ni tatizo. Queen akaamua kuondoka na kuingia darasani yeye na marafiki zake. Desmond akamwambia Otomwa, unapaswa kuchagua kati yangu au wao. Black Beauty anashangaa na kucheka tu. Hivi uko serious? Ujue nini, kiukweli nimechoka na haya matatizo, kiukweli nimechoka, na kumwacha Desmond na kuondoka zake na kuingia darasani. Baadaye wakati amekaa nje Otomwa, Desmond akamfuata na kumwambia tuondoke. Akamwambia sendi popote, ninasoma. Come on, nimekuomba msamaha tayari, bado una hasira na mimi? Akamwambia unadhani kwa uliyofanya naweza kutabasamu? Kuna sehemu natakiwa kwenda, lakini siwezi kukuacha hapa mwenyewe. Otomwa akamwambia kwa sababu uniamini au? Na kuamini. Kama unaniamini basi nenda, na kuomba. Nishakwambia kabla kuwa kilichoniita hapa mimi ni kusoma zaidi, na ndio maana nasoma. Kama unaniamini unaweza ukaenda, tutakutana kesho. Akamwambia sawa. Otomwa akakasirika, akampiga bonga la fyonyo. Desmond ikabidi aondoke tu. Fred, Mary na Chioma wao wakawa njiani wanarudi nyumbani. Desmond akawafuata na kuwasimamisha na kuambia nini kinaendelea? Mary, Chioma, nini kinaendelea? Chidi, hebu niambie. Unaniuliza mimi? We mpuzi kweli. Eti nini kinaendelea? Unawezaje kumpiga msichana mbele ya kila mtu? Hivi unafikiria nini? We muache tu, uende ajui kama kakosea. Nilizani utafurahia. Subiri kwanza, kwa umempiga kofi kwa sababu yangu? Sikusema hivyo, nilikuwa na hasira tu. Basi kama unashindwa kumwamini msichana, muache, sio unavyofanya. Kwa hiyo utafurahi. Uenda. Sikiliza, siwezi kumwamini kwa sababu namwamini mara 100 zaidi yako. Unamwamini kuliko mimi ha? Sasa endelea kubishana na mimi hapa. Mr. Edward bado yuko shuleni na uhakika atakuwa wa kwanza kupewa blue band kabla yako. Uendelea kukaa hapa, ni bora uende usije ukawaiwa. Desmond kusikia hivyo na anamjua tabia ya Mr. Edward, ikabidi akimbie mbio mbio kurudi shuleni. Mary na Chioma wakawa wanamcheka tu. Hebu twende tukashuhudia kitachotokea huko shuleni. Wakawa wanacheka tu Chioma na Mary. Huku shuleni mwalimu Edward anamwambia Otomwa, nimesikia umepigwa kibao. Otomwa akamuuliza, kwa hiyo unatakaje? Safi, natamani uwe na mimi, nitakung'alisha utoamini. Yule kijana bado mdogo. Sasa ngoja nikwambie kitu, ni bora nipigwe makofi hata 1000, lakini sio kuwa na wewe mzee. Vipi kama itawezekana? Otomwa akamwangalia na kumwambia, nakumbuka siku ya kwanza ulijaribu lakini ukashindwa. Edward akamwambia, ngoja nikwambie kitu, mimi sitaki kukulazimisha, lakini najua ipo siku utakuja mwenyewe. Otomwa akamwambia, labda mwili wangu umekufa. Desmond akauliza, nini
kinaendelea? Edward akasema hakuna chochote kinachoendelea na kuamua kuondoka zake akiwaacha wapenda nao. Akamwambia hakuna kitu. Otomo akamuuliza kwa nini umerudi? Akamuuliza uko sawa si ndio? Ndio. Tuondoke. Ikabidi waondoke pamoja. Desmond akaangalia darasani kama kuna mtu aliyekuwa anamnyemelea mchumba wake. Akagundua hakuna mtu. Wakiwa njiani, Desmond akamuuliza Otomo, kwa nini hutaki kuja ninapoishi? Nimekuambia shangazi yangu atanipiga atapogundua nimekuja kwako. Sasa shangazi yako atajuaje? Niambie, hujaniruhusu nikukisi. Akakumbuka maneno ya Mary, haijalishi anakujali vipi, usimpatie kikopo cha Blue Band. Akamshtua Otomo, akamwambia Desmond, samahani, siko tayari. Lini sasa utakuwa tayari? Hakumjibu chochote na kuondoka zake. Huku mtaani, Mary anamwambia Chioma lazima afanye kitu ambacho Desmond hata sahau katika maisha yake. Chioma akawa anamkataza Mary asifanye, lakini Mary hakuelewa. Baadaye Chioma akaomba Desmond waonane, kuna jambo anataka kumweleza. Desmond alipofika akamuuliza, kitu gani kimetokea kati yako na Mary? Hakuna chochote. Unasema kweli? Ndiyo. Sikiliza, ameapa kulipiza kisasi. Ana hasira sana na wewe. Ana hasira na mimi au kwa sababu nimekataa kulala naye? Lakini ustahili kumfanyia hivyo. Kama nisipomkataa, wewe unataka nifanyeje? Desmond, unatakiwa kumwomba msamaha. Sijawahi kumwona akiwa kwenye hali kama ile. Tafadhali naomba umwombe msamaha. Nimwombe msamaha? Mimi Desmond nimwombe msamaha? Unafikiri mimi ni mpumbavu kiasi gani? Kwa nini unataka nimwombe msamaha? Hawezi kufanya chochote. Kwanza tuachane na stori zake. Sawa, naomba tuachane na mambo yake. Haya, niambia ni wanaume wangapi umelala nao hivi karibuni? Nini? Ndiyo, ni wanaume wangapi umelala nao? Chioma akamwambia Desi, hakuna mwanaume zaidi yako tu. Desmond akamuuliza una uhakika? Ndiyo. Chioma akawa anachekacheka kuona kashamuingiza kwenye 18. Desmond akawa anamsogelea. Chioma akawa anajibibisha tu, kumbe anamzunguka rafiki yake Mary. Desmond akamwambia haya, twende. Twende wapi? Mimi nataka twende kwako. Hapana, mama yuko nyumbani, hatuwezi kwenda kwangu. Kwa hiyo twende. Sawa, wapi sasa twende? Nafikiri unajua ni wapi. Desi, subiri kwanza. Unajua kabisa siwezi kwenda huko. Kila mtu atajua kama umenibandua. Sitaki kwenda huko. Na kuomba. Desmond akamwambia hakuna yeyote atakayejua. Umenielewa? Akamwambia niamini. Hebu twende. Chioma akamuuliza, vipi kuhusu Otomo akijua? Akamwambia kwa hiyo utaenda kumwambia si ndio? Mimi sitomwambia, sasa atajuaje? Desmond akamwambia sikiliza Chioma, kama hutaki kulala na mimi, naomba usinitie stress. Ndio utanitia stress. Mimi ni Desmond. Desmond, mbona unaongea hivyo? Unajijali wewe tu. Basi twende sasa. Chioma akawa anaogopa. Desmond akamshika kiuno na kumwambia twende. Una uhakika hakuna atakayejua? Hakuna. Hebu twende. Kesho asubuhi Mary akamvuta Chioma pembeni. Mbona unakuwa mpumbavu wewe? Kila mtu anajua sasa. Kwa nini umeamua kulala naye tena? Kwa hiyo kawaambia hapana, yani ukiingia kwenye lile geto kila mtu lazima ajue. Utanipiga sasa. Nilisi atakuwa kawaambia. Hivi una akili? Baada ya kufikiria kuhusu wewe unafikiria kuhusu yeye. Kila mtu anajua sasa mlichokifanya. Aliniambia hakuna atakayejua. Akitaka watu wajue lazima mpeleke kwenye lile geto. Hivi unashindwa hata kufikiri? Chioma akachoka. Mary, sasa nitafanyeje? Hata mimi sijui. Mungu wangu, naogopa hata kwenda darasani. Sikiliza, utaki kuogopa. We twende tu darasani. Siwezi kuingia, naogopa mwenzio. Chioma akawa anaogopa kuingia darasani. Lakini mwisho wa siku ikabidi aingie tu. Huku upande wa pili Desmond anajisomea. Shida akatokea na kwanza kupigana naye kwa sababu kutoka na mchumba wake Chioma. Ugomvi ukawa mkubwa. Kila mtu anamtetea rafiki yake. Otomo aliposikia mchumba wake Desmond anapigana, akamfuata haraka na kumuuliza uko sawa? Ndiyo niko sawa. Akamwambia Desmond, ni kweli nilichosikia? Umelala na Chioma? Ni swali gani unaniuliza? Wanachotaka ni kututenganisha tu. Wanajaribu kunizushia tu, wewe uone. Otomo akasema kweli, sitokubali watutenganishe. Na unajua jinsi gani ninavyokupenda. Natumai uko sawa, hajakuumiza. Niko sawa, niko fit. Je, kuna kitu chochote unahitaji? Ndiyo. Nini iko? Kisi. Otomo akajibebisha na kumpiga kisi la kwenye shavu. Desmond akashangaa na kumuuliza, ina maana hilo ndo kisi? Ndiyo, hilo ndio kisi unalostahili kupata kwa sasa. Na kuondoka zake. Otomo akaingia darasani moja kwa moja mpaka kwa Chioma na kumpiga kofi. Mungu wangu, unasubutuje? Wakaanza kupigana. Mary akawa anamgombelezea Chioma, unawezaje kucheza na mchumba wangu? Kwa nini unamsingizia mchumba wangu? Kwa sababu umenichagua mimi na kuwakataa nyie? Naomba msijaribu tena huo upuzi. Chioma akawa analia tu, mimi siwaogopi ujue. Kifupi humu darasani wote ni wajinga tu. Nini? Wajinga tu nyie. Na kuamua kutoka nje. Desmond anafurahia msala wake Otomwa hajajua ukweli. Black Beauty akawa anawaambia, mmezidi umalaya watoto wadogo, kila mkionacho mnataka kukionja. Chioma na Mary wakakasirika, wakamrukia na kuanza kupigana. Desmond anasema haku mimi simo. Wakawa wanaendelea kupigana. Ikabidi darasa wawaamulie. Mary akamfuata mwalimu Edward, unajua nini nataka? Mary akapeleka mkono mpaka kwenye mshipa, akawa anapandisha. Teacher Edward akafumba macho, akamuuliza umependa nilivyokushika? Akarudisha tena mkono kwenye mshipa. Basi relax, kama ukiniangusha nitakuharibia. Kwangu hilo sio tatizo, wewe nipe ninachotaka tu. Kesho utapata unachokitaka vizuri. Mary akamvuta chobingo kumpa utamu Teacher Edward. Kesho asubuhi akamwita Otomo ofisini. Mwalimu, nasikia umeniita. Hivi umeandika upuzi gani huu? Mwalimu Edward akasogea taratibu mpaka mlangoni na kurudishia mlango. Kisha akarudi na kumshika kiuno. Mwalimu, naomba uache unachotaka kufanya. Hebu kuwa mpole. Mwalimu, unataka kufanya nini? Mbona sikuelewi? Hebu kuwa mpole, nitakuacha uende. Otomo akamuuliza una maana gani? Hebu kuwa mpole.
pole, ujue mimi sio mtu mbaya. Hebu tulia basi, jilegeze kama wenzio. Kumbe Mary alikuwa anachukua picha. Mary, unafanya nini? Otomo atabasamu basi. Hebu acha huo upuzi. Otomo akaamua kutoka ofisini kwa mwalimu Edward. Kwa nini unanichukua video? Wataamini kwamba ulikuwa unadanganya. Nataka nione utakavyojisikia, watakavyojua ukweli. Otomo akamwambia Desmond, hata kuamini ananipenda sana. Nishatumia picha zenu darasani. Unawezaje kufanya hivyo? Teacher Edward anafurahia kwamba lazima Otomo akubali. Ila kumbuka nilichokwambia, usimpatie kikopo. Otomo akakasirika na kuamua kurudi darasani. Desmond kakasirika baada ya darasa zima kutumia picha za mchumba wake Otomwa na mwalimu Edward. Kila mtu darasani wakawa wanaangalia picha za Otomwa na mwalimu Edward walizopigwa na Mary. Desmond kapoa kama kamwagiwa maji ya baridi, hajui hata afanye nini. Mara Otomwa anaingia huku akiwa muoga. Black Beauty akashindwa kuvumilia, akanyanyuka na kumwambia, yaani wewe ni malaya mbwa, malaya mpaka unanuka, ngoja nikae mie. Otomwa anamuita Desmond, kwani nimekuuliza unielezee chochote. Otomwa anajaribu kujielezea, kwani yule kwenye picha sio wewe? Sio hivyo Desmond, hebu toka nje huko. Desmond akaamua kunyanyuka na kutoka nje. Huku nje Mary anazidi kuonyesha wanafunzi wengine. Mmoja akauliza, unafikiri ni kweli amefanya? Rafiki yake akasema labda angekuwa ametoa kikopo cha Blue Band, lakini kwa picha hii tu siamini bado. Queen Bee naye akasema Otomwa ni msichana mwenye akili, sio rahisi ampatie kikopo mwalimu. We Queen, nawe uamini kama kafanya makubwa? Hapana, stahili kutendewa hivi. Queen Bee na marafiki zake wakaamua kunyanyuka na kuondoka. Mary akamwambia Chioma, nilikwambia lazima nitamumbua mbele za watu. Umesahau? Sawa. Sasa kwa nini Queen amekushukuru? Kwa sababu anamhitaji Otomwa. Pata picha atakapoachana, Twini atampata Otomwa. Ujielewa tu. Chioma akamuuliza, unafikiri Otomwa atakubali? Sijajua, lakini vyovyote vile itavyokuwa. Chioma akamwambia Mary, lakini sijapenda hata kidogo ulichomfanyia. Acha kuniambia huo ujinga. Kweli Chidi alikuwa sahihi kukataa kwa upuzi wako. Mary akaondoka zake. Otomwa akamfuata Desmond na kumwambia, unatakiwa uniamini. Sijafanya chochote na mwalimu Edward. Alinishika tu na akanipiga picha. Ulikuwa umetabasamu. Ndiyo, unadanganya. Hapana, sikutabasamu. Niambie tangu lini ulianza kutabasamu na mwalimu Edward? Otomwa akakosa jibu. Lakini sijafanya chochote. Nyamaza huko. Hivi unafikiri mimi ni mpumbavu? Si umesema hujafanya chochote naye? Nithibitishie sasa. Ndiyo. Sasa nawezaje kuthibitishia? Desmond akaangalia pembeni na kumwambia, tufanye mapenzi. Nini? Kama una Blue Band, ndiyo nitakuamini. Jamani Desmond, mbona mimi nakuamini bila mashaka yoyote? Kweli lakini mimi sikuamini. Otomwa akachoka. Nini tatizo? Hauna Blue Band au unataka kuendelea kunidanganya? Hapana, ila siko tayari kufanya iko kitendo. Hauko tayari? Nakupa masaa 24. Akageuka na kumwambia, ili ufikiri unataka kuwa mpenzi wangu au utaki, na kuondoka zake. Jamani Desmond, Otomwa ajue atafanya nini. Itabidi ampe tu Desmond kikopo cha Blue Band kama anataka kuendelea naye. Au nyinyi watazamaji mnasema? Otomwa akarudi darasani moja kwa moja na kwenda kumtia kibao Mary. Wakaanza kupigana, ujue nitakupasua, mimi nitakuua, unawezaje kunifanyia huo upuzi? Nini kilitokea kama kumpatia? Nyamaza huko. Umefanya hivyo kwa sababu Desmond amekukataa. Ngoja tuone kitachotokea kama utampa anachotaka. Acha uongo, Desmond ananipenda na nitakuthibitishia hilo. Hebu toka huko. Mary na Chioma wakawa wanamchangia Otomwa kumpiga. Otomwa akawa anajaribu kujitetea lakini ikashindikana, akapokea kichapo. Otomwa akawa nje akajipumzisha, amejaa na mawazo. Maki akaja na kuwa anampa faraja, na kuwa Maki anamtaka Otomwa akamwambia, ukiwa na shida yoyote au kampani usisite kuniambia, na kumwacha Otomwa na kuingia darasani. Kesho yake asubuhi Desmond anaingia darasani na Otomwa anatoka. Otomwa akambebeza Desmond waongee pembeni. Otomwa akatabasamu kidogo na kumwambia Desmond, I'm sorry. Akamuuliza, umekubali au la? Ujue nini, iko kitu sio lazima. Akamwambia Desmond, kwa nini tusivumilie tu? Kwa hiyo sio muhimu. Akamuuliza, je, ni kweli sio bikra? Sijasema hivyo mimi. Sasa ukweli ni upi? Tatizo ni nini? Kwa hiyo ulivyoniambia unanipenda ulikuwa unanidanganya? Hapana Desmond, unajua jinsi ninavyokupenda. Unanipenda na kupenda. Sasa shida iko wapi? Kwa hiyo hutaki kulala na mimi, si ndio? Sio hivyo lakini. Sikiliza, hakuna cha lakini. Kama hutaki kulala na mimi leo, kesho na mwakani itakuwa hivyo hivyo. Jamani, mimi sitaki kufanya huo mchezo. Kwa nini unang'ang'ania? Otomwa, kama unanipenda kama ulivyosema, thibitisha basi. Cha msingi lala na mimi ndio nitaamini kikopo kipo sealed. Jamani, siko tayari. Hauko tayari Akamwambia, una nusu saa tu kuamua kama utanipa au la sivyo mahusiano yetu yataishia hapa, na kuondoka zake. Chioma akiwa darasani na Otomwa, Black Beauty akiwa na kampani yake, wakaongozana mpaka alipokaa Chioma. Black Beauty akamwagia maji Chioma kichwani. Chioma akapiga kelele, Chioma nakusaidia. Black Beauty akamuuliza, hebu tueleze, tunataka kujifunza kutoka kwa mwalimu mkuu wa kudanga. Akamtia masingi, wakamwambia usijali, utatufundisha hata baadaye, na kumtia masingi tena. Baada ya kuondoka, Otomwa akamuuliza Chioma, hebu niambie ukweli, ulilala na Desmond? Chioma akamwambia, ni kweli nililala naye, nilikuwa mpumbavu sana. Otomwa akamuuliza, je, unampenda? Kila mtu anajua anapendwa na Queen. Akamuuliza, kwa hiyo alimwambia
kumwambia kila mtu mlivyofanya? Hapana, ila kuna chumba alichonipeleka. Otomo akamuuliza chumba gani iko? Akamwambia ni chumba cha Edward cha Showtime. Yeyote anayetaka kufanya mapenzi huenda pale, kama hana hela kwenda guest ataenda pale na atasex bure. Na alikupeleka huko? Ndiyo, aliniambia hakuna atakayejua, kila kitu kitakuwa siri. Sasa naibika kwa kulala na mchumba wako, basi usijali. Akamweza kwa hiyo iko chumba, yeyote atakayekwenda kulala kule kila mtu lazima ajue? Ndiyo. Akamuuliza kivipi? Sijui kwa nini, lakini hivyo ndio ilivyo, kila mtu akienda kila mmoja lazima ajue. Otomo akamwambia usijali. Sasa utawezaje kuishi hivi na kuwazuia Black Beauty na wenzake kukunyanyasa hivi? Sina uwezo wa kuhama shule. No. Kwa nini ubadilishe shule? Kwa sababu Black Beauty na wenzake? Sikiliza, usikubali kuwaogopa, wakija wakazie, acha kuwa mnyonge. Samahani, na maana unilaumu? Sio makosa yako, sikulaumu. Chioma akawa analia kuona Otomo akamsamehe na kukumbatiana pamoja. Desmond akamfuata Chidi na wenzake na kumwambia ujue nini, huwezi amini, Otomo sio bikra. Chidi akamwambia Desmond, hebu punguza sauti, utaleta matatizo. Kwa nini siseme kama ni kweli? Kweli sio bikra. Amesurprise, hajifanya anazunguka kila sehemu na kujifanya bado bikra. Na date na Desmond ndio mpenzi wangu, kumbe si lolote, anatumia tu jina langu Desmond. Head boy anatoka na mimi, na nyie nadhani mnajua ninavyopenda Blue Band. Come on, Desmond yuko sahihi. Wewe unavyomjua Desmond, kila msichana hapa shuleni anataka kuwa naye. Chidi akamwambia subirini niwaulize swali, wewe ni bikra? Na wewe ni bikra? Wakamjibu hapana, lakini ngoja niwaambie kitu. Wakati nikampiga roba. Chidi akaamua kuondoka. Mwamba akawa anamsifia Desmond kwa kupita na Otomo, kumbe muongo anadanganya tu washikaji. Kesho asubuhi Otomo anaingia darasani, anawasalimia wanafunzi wenzake, kila mmoja kanuna, eti unajifanya uko smart. Kiko wapi nini? Ndiyo, Desmond kakupeleka kwao, kakupiga, kumbe sio bikra, ni malaya kama malaya wengine tu. Lakibuta akamwambia unajifanya bikra, kila mtu anakuzungumzia wewe, kumbe ni kaaba tu, muongo sana wewe. Desmond anavimba tu, anatabasamu kwa dharau. Desmond akasema dada zangu, sikujua kama yuko hivyo. Kwa hiyo alikuwa nanuka na ukaenda kulala naye? Nililala naye kwa sababu nilijua bikra. Kumbe nilikosea. Desmond, ni kitu gani unazungumza? Desmond akageuka na kumwambia, nilikwambia kama usijaribu kudanganya wewe ni bikra. Kumbe sio bikra na kitumbua kinatoa harufu. Kwa nini unanifanyia hivi? Desmond akageuka na kumwambia, kwani Queen hakukwambia ninachukia malaya? Desmond, hebu nyamaza huko. Desmond unasemaje? Kaa, ukijaribu kusogea nitakupiga. Kaa chini. Queen ikabidi akae tu. Otomo akashindwa kuvumilia, akatoka darasani na kwenda nje. Wamba akawa anapiga kelele tu. Mary akaingiwa na huruma. Nakuchukia sana Desmond, najua unanichukia lakini pia unanipenda. Desmond kama mtoto vile. Ndio mimi mtoto. Akamwambia sio makosa yangu. Kwani ni makosa yangu? Si makosa yako. Queen akachukia kweli. Baadaye Queen yuko na wenzake akamwambia Desmond hajafanya vizuri. Shida akamwambia anawezaje kumfanyia vile yule Otomo? Mmoja wao akamwambia bosi, inabidi apewe somo Desmond. Queen akamwambia usijali, tutamuonyesha tu. Kwa mimi nafikiri Mary hajamaliza, lakini sio vizuri. Ni kweli sijapenda Desmond alivyomfanyia, alimfanya Otomo kipofu. Sasa amejua ni mtu aina gani. Queen akaondoka akawaacha marafiki zake wakitafakari ni jinsi gani watadili na Desmond. Otomo akawa analia peke yake, aamini kama Desmond angemzalilisha vile. Shoma alipomwona akamfuata na kumwambia acha kulia Otomo. Nasema niache mwenyewe. Jamani naomba niache mwenyewe. Maki akamfuata na kumuuliza Otomo shida ni nini? Hata mimi sijui kwa nini analia. Maki akamwambia unaweza kwenda, naomba niongee naye. Eti mimi ni malaya? Unaweza kukaa na malaya? Naomba niache mwenyewe. Otomo, nilishakwambia Desmond sio mtu mzuri. Sikiliza, najua unachopitia. Ujui tu, nyie wote ni wale. Nyie wote ni waongo, naomba ondoka. Usinisumbue mimi. Otomo ikabidi aondoke. Maki akakasirika. Kwa nini Desmond kamwharibia? Na yeye kuonekana ni wale tu. Maki akamfuata Desmond na kumtia ngumi. Wewe unanipiga mimi? Hebu niache. Unanipiga kwa sababu sio bikra. Wakaanza kuzichapa. Kila mmoja akatoka darasani. Ugomvi ulipozidi, Maki akakimbilia chupa na kuipasua. Kila mmoja akakimbia mpaka mwalimu akakimbilia darasani. Maki ikapandwa na hasira. Desmond nitakuua nakwambia. Desmond uko wapi? Mwalimu Edward akaenda mpaka kwa shangazi yake na kumwambia Otomo bado ana tabia mbaya, hila nipeni muda nitamrekebisha. Mara Otomo akaingia, alipowasalimia kila mmoja akawa kimya. Alipoingia ndani na shangazi yake naye akaingia, mara kipigo kikaanza. Edward akashtuka, akawa anacheka kusikia kilio cha Otomo. Mwalimu Edward anafurahi tu huku akitetema meno yote nje. Kichapo kikawa kinaendelea. Shangazi utaniua, sitarudia tena shangazi, naomba nisamee. Ticha Edward anafurahia tu kuona Otomo anapewa kichapo. Otomo analia tu, hajafanya kosa kasingiziwa. Amekuwa msichana asiyekuwa na bahati katika maisha yake. Darasani Otomo akatulia zake. Mwamba akatoka nyuma na kumsalimia. Hi malaya, how are you? Najua unaendelea vizuri. Maki aliposikia Mwamba akimzalilisha, natamani kama ungenyonya paipu yangu nione ufundi wako. Usijali, sio bure, nitakulipa 10,000. Itakutosha. Maki akampushi. Hivi una matatizo gani wewe? Sina tatizo lolote, mimi naongea biashara. Hebu acha huo upuzi. Hebu niache niendelee na biashara yangu mimi. Mara ghafla mwalimu akawa anaingia darasani. Kila mmoja akajifanya busy anasoma. Aliporudi nyumbani, mume wa shangazi yake akawa anampiga tena bakora.
bakora, huku shangazi yake akifurahia anavyoadhibiwa. Jamani, nisaidieni shangazi, rudi huko, rudi huko. Mzee akawa anampiga, kwa nini hutaki kusoma? Ninasoma. Mchape mpaka akome au nipe fimbo mimi. Wewe niachie mimi, najua wapi pa kumpiga ili fimbo zimwingie vizuri. Otomo akachoka na mateso, shuleni mateso, nyumbani pia mateso. Maisha ya Otomo ni mateso. Alipokuwa mjini kwa mjomba wake alipitia mateso pia, na aliporudi kwa shangazi pia ni mateso tu. Mume wa shangazi anamtaka kimapenzi, shuleni mwalimu Edward naye anamtaka, Desmond naye kamzushia ni malaya, na yote ni baada ya kukataliwa kupewa kikopo cha Blue Band. Ameamua kujinyonga ili kuepukana na mateso ya dunia. Queen akawa anamfuatilia nyuma Otomo. Alipomwona anataka kujinyonga akamuwai. Otomo, hebu acha usijinyonge, nakuomba usijinyonge, hebu acha nijinyonge, mimi nishachoka na maisha. Queen akafanikiwa kumwokoa Otomo asijinyonge. Alipokuwa nyumbani kwa kina Queen akamwambia, mimi sikutaka kuwa malaya, nimefanya kazi hii kwa muda mrefu, unaiona hii nyumba, mimi ndio mama, natoa huduma zote, ninalipa ada za shule za wadogo zangu, kila kitu, madaftari, vitabu, vyakula, ina maana kila kitu wananitegemea mimi. Kwa hiyo usijutie sana kama haya yote unafanya wewe. Kwani mama yako yuko wapi? Yule mama wakati anaumwa alikuwa ananitoa kwa wanaume, ananiuza mpaka kwa wanaume wachafu kwenye hiki kijiji, anapata pesa kupitia mimi. Nilikuwa na miaka 14 tu, lakini sasa ameshakufa. Baada ya kufa mimi ndio nahudumia na ninachagua mwanaume wa kulala naye. Kwa hiyo usijutie sana, pole sana kwa hilo. Vipi kuhusu babako, alikuwa anafanya nini? Baba yangu mimi ndio baba, kila kitu mimi ndio nalipia hapa. Yeye ni mlevi, muda wote anashinda baa tu, akipata pesa analala kwa mwanamke tu. Queen akamwambia Otomo, wewe ushakuwa mkubwa sasa, acha kuwa mnyonge, tuungane pamoja, tupambane, ikiwezekana orozesha majina ya watu wote wanaokunyanyasa, alafu sisi tutadili nao. Asubuhi Desmond akaingia darasani, Queen na Otomo wanatoka kwa pamoja. Desmond akamwambia, sasa naona umeamua kujiunga kwenye grupu sahihi. Ndiyo, kajiunga nasi sasa. Sawa malaya. Queen na wenzake wakaondoka. Desmond akawa na wanyali kwa kuwaigizia wanavyotembea. Queen akawa anawaambia, inabidi tumpe somo Desmond, anadanganya, sijalala naye nini. Ndiyo, mimi nilimkatalia. Mary aliniambia Desmond alikuwa anataka bikira yangu tu, lakini sikumwamini. Lakini siku alipokuja Desmond na kuniambia aniamini mpaka nitakapomthibitishia kwa kufanya mapenzi, ndio nikakumbuka maneno ya Maki na Mary. Wakachoka. Kwa hiyo kwa sababu umekataa kumpatia kikopo cha Blue Band ndio sababu ya kukuchafua. Vipi akija kakulagai tena, hauwezi kunipata tena. Sasa nini unafikiri kwenye kichwa chako? Mark amekuwa mwema sana kwangu, kwa hiyo nataka nimzawadie. Sijakuelewa, nataka nimpatie bikira Mark. Wakacheka, wakamwambia Desmond ataendelea kutusumbua bado kwenye hii shule. Tunajua Desmond kashapoteza na nataka tumuonyeshe kama kapoteza. Nimependa idea. Sasa ninachotaka hivi sasa ni kumdhalilisha. Hapo umeongea. Baadaye Mark akamwambia Otomo, nikwambia nakupenda sana. Otomo akamwambia sawa, nataka nikuzawadie. Mark akashangaa, unizawadie? Akauliza kivipi? Nataka ulale na mimi kwenye kile chumba. Mark akashangaa, akaona ni ajabu, akaangalia huku na kumuuliza, umesemaje? Ndiyo, nimekwambia nataka tufanye mapenzi kwenye kile chumba. Akamuuliza, kwa nini unataka mimi nilale na wewe? Kwa sababu nataka au wewe utaki? Ndiyo nataka, lakini sio kwenye kile chumba. Unaonaje tukafanya kwenye chumba changu? Itakuwa sawa. Nimekuelewa, lakini mimi nataka kwenye kile chumba ili kila mtu afahamu. Mark akamwambia, uje sijai kumpeleka msichana yoyote kwenye kile chumba na ninakichukia kile chumba. Otomo akamwambia, basi sawa, nitamtafuta mwingine. Subiri kwanza. Otomo akasimama na kurudi nyuma kumsikiliza. Akamwambia, nimekubali, tutafanya. Otomo akamshika kidevu Mark kuonyesha amependa jibu lake na kuondoka huku ana furaha. Baadaye kweli Mark na Otomo wakaongozana kuelekea kwenye geto la mauaji. Otomo ndio akawa anamvuta Mark akawa kama anaogopa. Walipoingia ndani, Otomo akamshika mikono Mark. Kumbe kuna wanafunzi wa Ziwa Chabo wakawa wananyemelea dirishani kusikiliza miguno. Mark akamuuliza Otomo, una uhakika unataka unipe? Ndiyo, na uhakika, niko tayari. Otomo akamsogelea Mark na kuanza kumvua vifungo vya shati. Otomo akamwambia, nataka uichape vizuri. Huku wamba wanaendelea kuchungulia dirishani. Mwingine akaenda kuita wanafunzi wengine. Kumbe Otomo alikuwa na zana. Chukua hizi, zitatutosha nafikiri. Hebu njoeni upesi. Hebu punguza pupa, utaonekana. Mark akalazwa kitandani. Una hakika kweli unataka tufanye? Ndiyo, na uhakika. Ngoja nivue na mimi nguo. Mark akapewa utamu mpaka wakajisahau. Wanaendelea kuchungulia. Hi guys, nafikiri mmeenjoy show yetu. Wamba akakosa la kusema, ikabidi wakaushe tu. Wamba akasema, hebu tumfuate Mark atupe utamu zaidi. Walipomwona Mark wakampigia makofi. Mark, umetisha mwanangu, una bahati. Otea nini? Mtoto bikira kabisa, acha ujinga Mark. Desmond katuambia sio bikira, achana naye huyo. Desmond ni mwongo, ndio maana akaamua kunizawadia mimi. Haitaka kila mmoja ajue kapiga baada ya kukataliwa. Sasa kwa nini ameamua kudanganya? Mimi hata sijui lengo lake ni nini. Ujue nini? Mtoto analalamika sana, nikiingiza anasema Mark utaniua. Washikaji wakasema, leo bili ya chakula na vinywaji tutakuhudumia sisi, maana umetukosha. Wamba akaenda kumhadisia Chidi kwamba Desmond alikuwa mwongo. Mara Mark akatokea akamwambia, ngoja akuhadisie mwenyewe. Mark akamwambia, uwezi amini, wakati naingiza mtoto analia. Chidi akampongeza, hebu tuambie alikuwa analiaje? Nikiingiza anasema Mark
we mtamu. Stori kazagaa shule nzima kuwa Desmond mwongo hajapita kwa utomwa. Ni baada ya kukataliwa ndio akajaribu kusema uongo. Shida akambeba Maki mabegani na kumpeleka kwa wanafunzi wengine. Kila mwanafunzi akawa anampongeza Maki kwa kupewa kikopo cha Blue Band na utomwa. Wakawa wanamsubiri Desmond aje, mara Desmond akawa anakuja. Alipofika kila mtu akawa anamshangaa, tabasamu la kinafiki. Akauliza, kwa nini mnacheka? Hebu nyamaza huko. Wewe ni mwongo, umedanganya watu, umetoka na utomwa. Nini? Maki akamwambia, ndio, wewe umeshindwa. Kama ulikuwa ujui, mimi ndio nimepatiwa kikopo cha Blue Band. Ndio, sisi tulikuwa mashahidi. Wanafunzi wakagonga mikono huku wakimcheka Desmond. Otomwa akamfuata Desmond na kumwambia, ulisema unanipenda, lakini kitu ulichotaka ni Blue Band yangu tu. Wanafunzi wakashangaa, na nilipokataa kukupatia ulinisingizia wewe ni shetani, usinite hivyo. Akamtia kibao. Mama yangu, mashavu lazima yaume. Desmond akawa anashangaa kupiga kibao na utomwa. Unanipiga kibao na nitakupiga tena kama usipokuwa mpole. Maki akamwambia utomwa, nafikiri inabidi upumzike, ngoja nikusaidie kibao kingine. Akamtia kibao. Kaa chini huko. Wanafunzi wote wakawa wanamchangia kumpiga. Queen akasema, mwacheni, piga magoti. Nimekwambia piga magoti. Haya, busu makalio yangu. Ndiyo, busu makalio yangu. Nimesema busu makalio. Queen akakaa vizuri na kumtingishia ili ayabusu. Haya, mbusu huko, mbusu. Desmond, nimekwambia ni busu. Desmond ikabidi mbusu. Watu wakawa wanashangilia, amembusu. Hebu nipe 5. Queen akamwambia, hebu njoo na wewe akubusu makalio. Mwanafunzi akaja akawa anamtikisia. Haya, busu, hebu mbusu huko. Desmond akasogea na kumbusu. Watu wanapiga kelele tu, kila mmoja akawa anamtikisia makalio. Desmond akawa anawabusu, kila kibusu wanafunzi wanashangilia tu. Wakati wa kutoka, Otomwa akamfuata Mary na kumwambia, nimekusamehe Mary, nashukuru kwa kunionya juu ya Desmond. Kisha Otomwa akamwaga na kuondoka zake. Nini kinaendelea? Hakuna kitu. Desmond akamwambia Mary, twendeni nyumbani. Wewe na nani? Sijakuelewa, wewe na nani? Desmond akamwambia, come on, sisi ni marafiki sasa. Rafiki gani mpumbavu? Nani atakubali kuwa na rafiki mpumbavu kama wewe? Jamani, hayo yamepita. Ulizani kila mwanamke atakutaka eti kisa handsome? Kwa sasa hakuna anayekutaka. Wewe ni mpumbavu tu na ukome kuniita tena. Akataka kumshika. We, hebu mwache huko, we ni muongo. Shida unanikana mimi, mshikaji wangu. Rafiki gani? Naye atakubali kuwa na rafiki kama wewe mpumbavu? Shida akamwambia Mary na Chioma tuondoke. Wakamwacha Desmond haelewi, kila mmoja anacheka tu. Huku nyumbani shangazi anamletea maji ya kunywa mume wake. Mzee akawa anashangaa kumwona Mary akiongozana na wanafunzi wenzake. Otomwa akaenda moja kwa moja mpaka kwa anti yake na kumshika kidevu. Kitu gani kinaendelea hapa? Shangazi akamuuliza, hao ni akina nani? Hawa ni marafiki zangu na wapo hapa kumwona mume wetu. Wewe Otomwa, ni kitu gani kinaendelea? Otomwa, hebu nyamaza huko. Unasemaje? Mume wako si ananitaka? Otomwa. Queen akampulizia sigara mzee. Akako we mpumbavu ndio uliokuwa unamsumbua Otomwa, si ndio? Nakuuliza, wewe si ndio ulitaka kulala naye? Sasa nimekuletea 5 ili ulizike zaidi. Je, ni kweli? Hebu nyamaza huko. Unajua ulivyokuwa unanisumbua na kuniambia nakupenda. Nataka kitumbua chako kitakuwa na mafuta sana. Sawa, nimekuja na marafiki zangu, najua atakupatia unachotaka, nafikiri utafurahia. Jamani Otomwa, sitarudia tena. Otomwa, nini tatizo hasa? Na kuamuru piga magoti. Nini? Piga magoti chini. Jamani Otomwa, ni shangazi yako huyo, twende ndani. Otomwa, tangulia chumbani huko. Jamani, mume wangu mnaenda kumfanya nini? Hebu nyamaza na wewe. Walembo wakaingia naye ndani mzee. Otomwa akawa anambutua shangazi yake tu. Mzee akawa anapewa utamu juu na wanafunzi waliochoka akili mbili kichwani, huku shangazi naye anashughulikiwa na kina Queen. Otomwa akavurugwa, anataka kumtia makofi shangazi yake. Mzee akawa analalamika chumbani, jamani, mtamuua mume wangu huko, mwacheni. Baada ya muda wasichana wakawa wanatoka ndani huku wamefurahia show. Wanatoka huku wakijipepea kwa maana ndani kulikuwa joto sana. Mzee naye anatoka huku anajipuliza maana umeme ulikatika, ni mwendo wa joto tu. Mzee akawa anajinyoosha. Alipokaa Queen akamuuliza, Mr. Felix, unajisikiaje sasa? Umefurahi? Mzee anapiga mihayo tu. Una shida gani? Mbona akasema ndio. Anyway, utatulipa 50,000. Mzee akashangaa 50,000? Ndio 50,000. Sasa nawapaje 50,000? Hata mimi sijui. Subiri, je, ulijua kama ulitakiwa umlipe ungelala naye? Otomwa, je, ni kweli? Hebu nyamaza huko. Anyway, si utaki kulipa? Wasichana, ingeni ndani na mke wake ukamshughulikie. Basi sawa, nitawalipa. Akaomba nipatieni akaunti yenu. Queen akakaa, wakawa wanamtajia namba 031. Subiri kwanza, huyu alisema nikimpa atabadilisha maisha yangu. Nafikiri hiyo hela haitoshi. Otomwa mwanangu, kwani wewe ulimwahidi shingapi? Haya, tuma hiyo hela. Wakamtajia tena namba 031099670. Akamwambia nishatuma, tunataka tusubiri message ya muamala, hebu tuonyeshe. Otomwa akamwambia hebu mpe aone. Jamani Otomwa, ujue mimi ni baba yako. Baada ya kujihakikishia, Queen
lakini akamwambia siku nyingine ukimgusa hata kidole tutakuonyesha. Wakacheka. Next time nikisikia tutaposti uchafu wako wote mliokuwa mnafanya humo ndani, kwa maana tulirekodi. Akamwambia tuondoke marafiki zangu. Otomo akaondoka na marafiki zake, wakamwacha shangazi akigombana na mume wake. Kwa hiyo umeenjoy? Ndiyo. Sasa nisemaje? Wewe mwanaume mpumbavu, Mungu atakuhukumu wewe. Wakawa nagombana. Otomo akarudi. Naombeni mnipishe, sitaki makelele. Safari hii Otomo ndio mbabe shangazi yake. Baadaye shangazi yake anajutia, kakaa peke yake. Alijua mwanaye ndio mbaya, kumbe mume wake ndio mbaya, anataka kula kuku na mayai yake. Otomo alipotoka nje akamwona shangazi yake analia, akawa anamcheka na kuamua kumsogelea. Otomo akacheka sana, kisha akachuchumaa na kumuuliza, unajisikiaje ulivyokuwa unamchukulia mtu mwingine ni mbaya? Ujue nini? Kwa sababu nilikuwa naongea na mvulana waliokuwa wanaishi nyumba moja na kaka yako, alimfukuza kwake ili nije nikae na wewe. Nini sasa ulifanya? Ukanikabidhi kwa mwalimu mbaya ambaye alitaka kutembea na mimi. Kwa sababu nilimkataa, akamwambia kila mtu mimi ni malaya. Shangazi akawa anaziba masikio. Ndiyo, alinitongoza. Muda ule uliondoka alijaribu kunibaka. Ulinilaumu kwa sababu hukujua chochote. Ile shule ni kama Sodoma na Gomora, na nilikuwa chakula cha bure kwa sababu yako. Kitu gani nilikukosea? Sikukosea chochote, kwa sababu niliongea na mvulana tu. Kwa sababu hiyo nimeamua kukuadhibu kwa dhambi zako mwenyewe, na sasa ni muda wako wa kufurahia ulichokifanya. Shangazi akawa analia. Otomo akaondoka huku anacheka. Don't sleep, don't sleep, don't sleep. Wake up. Kalala Johnny, please wake up. Pela oh, so tamu kama mua. Kiingia yani pa mimaji fulu pwa. So far so good, all nataka non. Let me see. Olololo buga. Let me see you de buga. Olololo. Mara katokea Desmond. Queen na wenzake wakamfuata. Mambo vipi Lusha? Otomo akamfuata na kumshika kidevu. Mbona unaonekana mnyonge? Au unakaribia kufa? Mimi nafikiri siku zake zimebaki chache huyo. Jamani, itakuwa kweli. Maana anaonekana kama mchawi hivi. Jamani wenzangu, mnafikiria nini juu ya Desmond? Tunataka acheze mziki ili na sisi tufurahi. Wakamshusha chini na kumwambia haya tuchezee tukuone. Desmond akawa anacheza, wanampiga matako na kumwambia katika kama unavyofanyaga kitandani. Desmond akawa mpole, akawa anacheza tu, akawa anakata mauno. Wakimpiga makalio na furahi ile kinoma noma. Desmond kawa baridi. Baada ya siku kadhaa kupita, Maki akamsimamisha Otomo. Akamwambia kwa nini unanikwepa? Kwa nini hutaki kuzungumza na mimi? Na kukwepa? Na kwa nini kukwepe? Alafu nishakwambia acha kuniita mimi baby. Mimi sio baby wako. Sikiliza Otomo, mwenzio nakupenda sana. Nakupenda, unanitesa. Toka unipe kikopo cha Blue Band, nimekuwa chizi kwako. Nimeshakwambia sifanyi chochote kinachohusiana na mapenzi. Sitaki kufanya chochote kinachohusu boyfriend na girlfriend. Au kwa sababu ya Desmond, si ndio? Makosa mtu mmoja, unataka kutujumuisha sisi sote. Sawa, vipi kuhusu mimi? Mwenzio nakupenda sana. Hivi mbona unashindwa kunielewa? Unapaswa kushukuru kwa kuzawadiwa Blue Band. Hebu niache huko. Maki akakataliwa. Nimekupa Blue Band yangu. Nini kingine unataka kutoka kwangu? Naomba uniache, usinisumbue. Na kuondoka zake. Upande wa pili kuna mama yupo na mwalimu anaongea. Nimleta mwanangu kuja kusoma, si ndio? Ndiyo kabisa. Lakini sasa ni mjamzito. Nini? Nani amekupa hiyo mimba? Hebu zungumza, nani amekupa hiyo mimba? Hebu subiri. Akasema Desmond. Umesema nani? Desmond. Mwalimu, Desmond ni nani? Zungumza huko. Madam, hebu kuwa mpole, mwache azungumze. Desmond ni nani? Una uhakika? Huyu Desmond ambaye ni head boy? Akamjibu ndiyo. Mwalimu akawaambia nifuateni. Huku Desmond na wanafunzi wenzake wanacheza, mwalimu akaingia na mwanafunzi na mama yake. Mama akawa anamsukuma mtoto, sogea mbele huko. Mwalimu akamuuliza Desmond, unamjua huyu msichana? Akamwambia samahani, sijakusikia madam. Nimesema je, unamjua huyu mwanafunzi genius? Desmond akamwangalia na kumwambia namjua, ni Belinda. Mwalimu akasema safi. Akamwambia bidhaa uliyoagiza imeshafika. Wanafunzi hawakuelewa, ni mjamzito. Mungu wangu, kila mtu akashika kichwa. Mwalimu akamwambia nyamazeni. Desmond, umeniangusha sana. Unatembea na mtoto wa form 2. Sasa kuwa naye na umfanye unavyotaka. Ndiyo mpumbavu wewe. Mama akamwambia hebu njoo huko kwa mume wako. Desmond akakabidhiwa mke na mama Belinda. Mamake Belinda akaondoka. Mamake akaingia kati na kusema, Desmond, umecheza mchezo vizuri sana, na sasa tunakwenda kusherehekea ndoa yako hapa hapa. Mamake akasema msio na wasiwasi, ngoja nikachukue Fanta darasani tuanze ndoa yenu. Hii ni Fanta. Nani atakuwa baba? Shidi ndio utakuwa baba, kwa sababu huyu ndio mkubwa kuliko wote darasani. Utakwenda kumbariki mwanao. Belinda, njoo. Je, una pesa yote mfukoni? Ndiyo ninayo. Najua Desmond hana hela. Maki akaenda kumkabidhi Desmond. Sasa tufanye harusi ya kitamaduni. Shidi akaonja soda kwanza na kumkabidhi Belinda. Anaenda akatuonyeshe mume wako. Belinda akawa anazunguka kila sehemu huku akimpiga makofi. Alipofika kwa Desmond akapiga magoti na kumtambulisha kwamba huyu ndiyo mume wangu. Akanya kwanza Fanta, kisha akampatia Desmond anywe. Otomo akamsaidia Desmond anywe, kisha akamwambia haya, mpatie pesa. Baada ya kumpatia pesa akamkabidhi na kuanza kumwimbia wimbo wa harusi. Mpaka mitaani wanafunzi washavurugwa, wanacheza tu na kuimba huyo ni chaguo lako,
chaguo lako, huyo ni chaguo lako. Baadaye Otomo anarudi nyumbani, Maki akamfuata na kumsisitiza anampenda. Otomo akamuuliza, je, unataka kufanya mapenzi na mimi? Nini? Maki akashangaa, je, unataka kulala na mimi? Maki akamwambia ndio nataka. Kwa nini nikatae? Basi nifuate. Maki ikabidi amfuate Otomo. Shangazi nyumbani yupo na mume wake wanacheza karata, mara Otomo na Maki wakawa wanaingia. Mzee alipoona akashangaa na kumstua mke wake, huku Otomo anamwambia usiogope, nipe mkono. Shangazi akanyeuka na kumuuliza, Otomo, ni kitu gani kinachoendelea? Akawaambia, naamini sio vipofu nyie. Okay, natokea shuleni. Otomo, nini? Otomo huyo ni nani? Akamwambia ni boyfriend wangu, huku akimchezea ndevu. Otomo, Maki akamwambia siwezi kufanya hapa. Otomo, lazima utakuwa umechanganyikiwa. Sikiliza shangazi, kama utahitaji kijana kama huyu naweza kukutafutia, lazima utakuwa umechanganyikiwa. Anko, si ulionja utamu wa wale wasichana wabichi, hivyo usiogope, nitakutafutia na wewe vijana. Akamwambia Maki, hebu twende, hebu acha uoga. Wewe Otomo, hebu rudi hapa. Shangazi akamwambia, haya ni makosa yako. Makosa yangu? Ndiyo, ni makosa yako, kama mama kama mtoto. Wewe si ndio mwanaume, nenda kawazuie. Unasemaje? Nenda kawazuie wasifanye huo mchezo. Unataka nitoe 50,000? Mimi sifanye huo upuuzi tena. Mzee akaamua kuondoka zake, ataki matatizo. Shangazi akaenda getini. Otomo anakwambia fungua mlango. Otomo akumsikia shangazi yake, akaendelea na vita vya majimaji. Baada ya vita vya majimaji kuisha, wakatoka nje. Walipofika kwenye kona ya ukuta, Maki akamvuta pembeni Otomo. Maki akamwambia, ulichofanya sio kitu kizuri ujue. Sasa kwa nini ukunilaumu ulipokuwa juu yangu? Hebu achana na hayo, kiukweli sijapenda. Afu unapiga kelele kama malaya. Wewe unajua watu ni mapito gani walionipitisha? Ningekuwa nishakufa mimi. Wa kumshukuru ni Queen B. Sikiliza baby, nimekuelewa unachojisikia. Najua unaumia, lakini hii sio njia nzuri ya kulipiza. Hebu nyamaza Maki. Si ushapata ulichokitaka, si ndio? Sasa acha kunizuia ninachofanya. Umenielewa? Sikiliza kwanza. Sitaki kukuona tena, na kuondoka zake. Otomo, ujue ni mtamu kama jina lako. Maki ikabidi aondoke tu. Otomo na Queen wakapanga mpango wa kuhakikisha Mwalimu Edward anaacha vitendo vyake vya kuuza wanafunzi na kuwadhulumu hela. Hivyo wakapanga kurekodi mazungumzo yake na kumrekodi video, kisha wakaziweka mtandaoni. Sifa ya shule ikashuka. Mwenye shule baada ya kuona taarifa mtandaoni akarudi nchini na kuamua kumfukuza shule, na nafasi yake ikachukuliwa na Madam Fuji. Mkurugenzi wa shule pamoja na Mwalimu Fuji wakaenda darasa la Queen na Otomo na kuwataja mmoja baada ya mwingine: Otomo, Queen, Chioma, Desmond, Mary, Maki, Shidi na genge la Queen. Wakafukuzwa wote shule, wakarudi mtaani. Otomo na kina Queen wakaamua kubadilika na kupambana na elimu, lakini shule waliopata ikabidi wabadilishe majina. Wakawa wanaitana na kujikuta kwenye shule moja. Vipi, wataendelea na elimu au watarudi kwenye ubad girl? Usikose season 2 ya hii movie. Ilo usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix.